Katika kijiji kilichozungukwa na milima ya Kilimanjaro, katikati ya mji mdogo wenye harufu ya kahawa na hewa safi ya peponi, palikuwa na mtaa uliopewa jina la Mtaa wa Kati. Mtaa huu ulipatikana katika kona ya mji, mbali kidogo na harakati za kila siku za soko na vumbi la barabara kuu. Katika mtaa huu palikuwa pana nyumba moja maarufu ambayo wenyeji waliogopa kuitaja hata kwa jina. Nyumba ya siri. Ndio walivyokuwa wanaita nyumba hiyo. Ilijengwa miaka mingi iliyopita na ilibakia na umbo lake la zamani, ikiwa imezungukwa na uzio wa miti iliyoshikana kama mabega ya wanajeshi, huku matawi yakitandaza kivuli kizito sana mahali hapo. Wakati wa mchana nyumba hiyo ilionekanika kuwa ya kawaida, ikibeba rangi za kahawia za udongo wa muda mrefu na palo kwa limeunganishwa na bati za zamani. Hata hivyo, usiku ukishafika na jua likishazama nyuma ya mlima, basi nyumba hii ilibadilika na kuwa kitu kingine kabisa. Watu waliosimulia waliamini kwamba palikuwa na sauti za ajabu, milango ikifunguka na kujifunga yenyewe, na mwanga wa kijani ukiangaza kutokea madirishani. Familia ya Masika ambayo ilimiliki nyumba hiyo ilikuwa ni ya kizazi cha 5 tangu nyumba hiyo ilipokuwa imejengwa. Masika mwenyewe alikuwa ni mzee mwenye miaka 75, mwenye ndevu nyeupe kama pamba na macho yalikuwa ni kama visima vya kumbukumbu za miaka mingi iliyopita. Alikuwa na watoto 5, lakini ni mmoja tu, Riziki. Aliamua kubaki na kuishi naye baada ya wengine kuondoka na kutawanyikia mjini na vijiji mbalimbali. Riziki alikuwa ni kijana wa miaka 35, mrefu, mwembamba, mwenye uso wa upole lakini machungu ya maisha yakiwa yameandikwa kwenye mistari ya paji la uso wake. Alikuwa amezaliwa na kukulia ndani ya nyumba hii, akijua kila kona, kila harufu ya udongo na harufu ya mbao zilizochakaa. Lakini pamoja na hayo yote hakuweza kuelezea waziwazi siri zilizojificha ndani ya kuta za nyumba hii. Siku moja mgeni asiyejulikana aliwasili kwenye hii nyumba ya siri. Alikuwa ni mwanamke mzee aliyekuwa amevaa kanzu ndefu ya kijivu na shungi kichwani mwake. Alitembea polepole huku akiwa anaegemea mkongojo wa mti wa mshita, macho yake yakielekea moja kwa moja kwenye mlango wa mbele wa nyumba hii. Wakati alipofika, Riziki alikuwa amesimama mlangoni akimshangaa mgeni huyu ambaye alionekana kama kivuli kilichotoka kwenye hadithi za zamani. Kabla Riziki kusema neno lolote lile, mwanamke yule alitabasamu kidogo na kusema kwa sauti ya utulivu, "Nimekuja kuona kilichofichwa nyuma ya milango ya nyumba hii." Sauti yake ilikuwa ni nzito, ikapenya kama upepo wa baridi kwenye mifupa ya Riziki. Alijikuta akiwa anatetemeka bila hata kujua ni kwa nini. Alijua kuwa nyumba hiyo ilikuwa na siri nyingi, lakini hakujua kama kuna mtu mwingine ambaye aliyekuwa anazifahamu siri hizo. Usiku ulikuwa umeanza kutanda na anga la Kilimanjaro lilikuwa limejaa mawingu meusi yaliyokuwa yakizunguka kama mawimbi ya bahari. Nyota zilijificha nyuma ya mawingu mazito, huku mwezi ukiwa kama kijicho kimoja cha samaki aliyekuwa amechomekwa katika anga la giza. Mtaa wa Kati ulionekanika kimya sana, lakini kimya chake kilikuwa ni kama kinga dhidi ya siri zilizojificha ndani ya nyumba ile maarufu. Riziki akaendelea kumwangalia tu yule mwanamke mzee aliyekuwa amesimama kwenye mlango wa nyumba yao. Moyo wake ulipiga kwa kasi sio kwa kawaida. Alihisi kama baridi kali ilikuwa imepita kwenye mishipa yake, ikimwacha katika hali ya sintofahamu. Sauti ya kengele ya kanisa la mbali ilipiga, ikikatisha ukimya wa mtaa kwa muda mfupi, ikionekana kama ilivyoitangazia dunia kuwa muda ulikuwa umefika wa kufichua yaliyokuwa yamejificha. "Mama, unatafuta nini hapa?" Riziki aliuliza kwa sauti iliyokuwa imejaa wasiwasi, akijaribu kuzuia mkono wake usitetemeke. Mwanamke mzee alimsogelea Riziki, sura yake ikabakia imetulia tu kama uso wa sanamu la jiwe. "Sitafuti kitu kijana," alisema kwa sauti ya kutuliza, "lakini najua kwamba kuna kitu ambacho kinanihitaji hapa. Nimekuja kwa ajili ya kutimiza jambo lililocheleweshwa kwa miaka mingi sana." Riziki alihisi hisia za kuchanganyikiwa zikimvamia, akili yake ikijaribu kupambana na maneno ya yule mwanamke.
Aliwaza juu ya baba yake Masika ambaye alikuwa amelala usingizi mzito chumbani kwake. Alikumbuka hadithi za zamani alizokuwa akizisikia kutoka babake kuhusu mizimu na majini yaliyokuwa yanaishi ndani ya nyumba yao. Lakini alitupilia mbali, akafikiria kwamba ni hadithi tu za kutisha kwa watoto. Umekuja kwa nani? Riziki aliuliza tena, akijaribu kutafakari nini afanye. Mwanamkewe alinyanyua mkono wake, akaegemea mkongojo wake wa mti na kuelekeza kidole chake kwenye mlango wa nyumba hiyo. Nimekuja kwa ajili ya yeye anayeishi ndani ya kuta hizi. Sio wewe, sio baba yako, lakini yeye aliyefichwa nyuma ya pazia la giza la nyumba hii. Riziki hakuelewa ni nani au ni nini alichokuwa anamaanisha. Hofu ilizidi kuongezeka ndani yake, na kabla hajajibu ghafla alisikia sauti ya kugonga kutoka ndani ya nyumba, kama vile mtu alikuwa akipiga ukuta kwa nguvu. Nani yuko hapo? Riziki alisogea kwa tazali kuelekea ndani. Moyo wake ulitweta kwa wasiwasi. Alifungua mlango wa chumba kilichokuwa kimefungwa kwa muda mrefu, chumba ambacho baba yake alikataa kufungua tangu alipokuwa mdogo. Chumba hicho kilikuwa na mwanga hafifu uliokuwa umetoka kwenye mshumaa uliozimika nusu. Chumba hicho kilikuwa na mwanga hafifu uliotoka kwenye mshumaa uliozimika nusu, ukitoa kivuli kilichotikisika ukutani kama sura ya mnyama wa porini. Ukuta wa chumba hicho ulikuwa umejaa maandishi ya lugha isiyofahamika, maandishi yaliyokuwa ni kama michoro ya kale kutoka tamaduni zilizosahaulika. Sakafuni palikuwa na kitu kilichojifunika kwa blanketi, kilichoonekana kuwa kimeundwa kwa kitambaa na kujaa vumbi la miaka na miaka. Riziki alishika blanketi hilo kwa tazali, akalivuta polepole kwa kijaribu kujizuia na uoga uliokuwa ukimzingira. Alipolivuta hadi mwisho, macho yake alishuhudia kitu kilichomfanya atulie na kupumua kwa nguvu, huku kijasho cha baridi kikimtoka. Palikuwa na sanduku la zamani lenye kufuli la chuma lililokuwa limepasuka na kuchakaa kweli. Sanduku hilo lilikuwa na alama za ajabu zilizokuwa zimechorwa juu yake, na palikuwa na harufu ya mchanganyiko wa marashi ya kale na unyayo wa vumbi la zamani. Hapo ndipo Riziki alipogundua kuwa sanduku hilo ndilo lililokuwa likigonga mara kwa mara. Wakati huo yule mwanamke mzee alikuwa amekaa kimya kwenye kona ya chumba, macho yake yakiwa yamechoka lakini yenye mwanga wa siri za giza. Usifungue sanduku hilo kijana, alisema kwa sauti ya kuamrisha. Ndani yake kuna kilichoanzisha yote haya, kilichoraniwa na kizazi baada ya kizazi. Riziki alikuwa ameshika mfuniko wa sanduku tayari kufungua, lakini alijikuta akiwa anapooza. Akiwa katikati ya uamuzi mgumu, alijihisi kama kuna nguvu za siri zilikuwa zinamzuia kufungua au kumruhusu kufungua sanduku hilo. Mwisho aliamua kuwa na ujasiri wa kuchunguza kilichokuwa kimefichwa kwa muda mrefu. Riziki alifungua sanduku hilo polepole, huku hewa nzito ya chumba ikiingia kwenye pua zake. Ndani ya sanduku hilo kulikuwa kuna kitabu cha zamani, kifuniko chake kikiwa na ngozi ya kahawia na maandishi yaliyokuwa yameandikwa kwa maandishi ya ajabu kweli, pamoja na kitu kingine kilichokuwa kimefungwa kwenye kitambaa cha hariri nyeusi. Riziki alichukua kile kitabu, akakifungua na kugundua kuwa maandishi yaliyokuwa ndani yake yalikuwa ni ya lugha aliyokuwa hajawahi kabisa kuiona. Lakini kwa namna fulani aliweza kuelewa kile kilichoandikwa. Ilikuwa ni maelekezo ya historia ya nyumba yao, kutoka kizazi kimoja hadi kingine, na visa vya kushangaza vilivyokuwa vinaambatana na kila kizazi kilichokuwa kikiishi ndani ya nyumba hiyo. Akiwa amepagawa, Riziki aligeuza ukurasa baada ya ukurasa akisoma juu ya siri za familia yao hadi alipofikia sehemu ambapo jina lake lilikuwa limeandikwa kwa herufi kubwa: Riziki, mchaguliwa wa mwisho. Sauti ya mwanamke mzee ilirudi kwa upole na nguvu. Umelazimika kufahamu kila kitu sasa kijana. Siri ya familia yenu iko mikononi mwako. Uamuzi ni wako, kuifunga tena au kuifungua zaidi na kuchunguza kilicho nyuma ya giza la nyumba hii. Riziki alihisi moyo wake ukiwa mzito sana na akili yake ikihangaika na maswali mengi. Je, afungue zaidi sanduku hilo na kufichua kila kitu, au alifunge tena na kurudi kwenye maisha ya kawaida? Nyuma ya macho yake kivuli cha giza kikaendelea kutanda, likimsubiri kwa ujasiri wake. Uamuzi wake ungeamua mustakabali wa maisha yake na wa nyumba hiyo ya siri. Usiku ulikuwa umepamba moto na upepo wa baridi ulikuwa ukivuma kupitia mapengo ya dirisha la zamani la nyumba ile.
Majani yalikuwa yakikatisha kwa maridhawa, huku anga likiwa na mawingu mazito, likionyesha dalili za mvua iliyoweza kunyesha wakati wote ule. Kwa mbali mbwa walikuwa wakilia kwa uchungu, kana kwamba walikuwa na hisi jambo la kutisha lilikuwa linakaribia. Ndani ya nyumba ya siri, Riziki alikuwa bado ameketi mbele ya sanduku la zamani lililokuwa limejaa kumbukumbu za kizazi baada ya kizazi. Macho yake alikuwa ameganda kwenye kitabu kile cha kale ambacho maandishi yake yalionekanika kama wino wa giza uliokumwagika kwenye karatasi za kawia zilizokuwa zimechakaa. Palikuwa pana hali ya kutokuaminika, hali ya wasiwasi iliyokuwa imejaa masikio yake, iliyojaa masikio yake kama sauti ya upepo wa marhaba, ikimzonga na kumzidi nguvu. Kitabu kilichoonekana kuwa na uzito wa siri nyingi kilikuwa kimefunguliwa nusu, ukurasa ukitikisika kwa upepo ghafla uliokuwa umepiga chumbani. Riziki alihisi mwili wake ulikuwa mzito na akili yake ikagoma kabisa kuelewa ni jinsi gani jina lake lilikuwa limeandikwa ndani ya kitabu hiki ambacho kilionekanika kuwa na historia ya mamia ya miaka. Lakini nguvu fulani ya siri ilimvuta kuendelea kusoma, kama vile roho ya kiumbe cha zamani ilikuwa ikimlazimisha kugundua ukweli uliokuwa umefichwa kwa muda mrefu. Aliweka mkono wake kwenye jasho kwenye ukurasa uliokuwa umeandikwa Riziki mchaguliwa wa mwisho, na akaanza kugeuza kwa taratibu kama vile alikuwa na wasiwasi wa kuvunja kitu kilichokuwa na thamani kubwa. Maneno yaliyoandikwa kwa mwandiko uliochanganyika na michoro ya ajabu yakaendelea kufichua hadithi ya familia yake, hadithi ya vizazi vilivyopita, kila kizazi kikiwa na jukumu lake la kuendelea ushirikina wa siri za nyumba hiyo. Katika ukurasa wa kwanza aliona mchoro wa nyumba yao ukiwa umezungukwa na alama za ajabu zikionekanika kama muhuri wa kinga dhidi ya nguvu za giza. Chini ya mchoro huo palikuwa pana maandishi yalikuwa yanasomeka: hii ni nyumba ya wazawa, nyumba ya waliochaguliwa, nyumba iliyozaliwa na damu, na damu itatiririka hadi kizazi cha mwisho. Moyo wa Riziki ulianza kupiga kwa kasi zaidi, hisia za hofu na udadisi zikiwa zinapingana ndani yake. Aligeuza ukurasa mwingine na alikumbana na hadithi ya bibi yake wa zamani, Nuna, aliyekuwa ni mchawi maarufu aliyekwepa kifo kwa kufanya makubaliano na mizimu ya giza. Mizimu hiyo ilimtaka Nuna kulinda nyumba hiyo kwa gharama yote, na kwa kurudi ilimpa nguvu za kipekee ambazo aliweza kutumia mtawala yote ule aliyethubutu kuingia katika mipaka ya nyumba hii hapa bila idhini. Nuna alikuwa amejenga msingi wa utawala wa ushirikina ndani ya nyumba hiyo, na kila mtoto wa familia ya Masika alifundishwa siri za kuficha na kuhifadhi nguvu hizo za giza. Lakini kila kizazi kilivyoendelea kilikuwa na mizimu iliyokuwa inawafuata, ikiendelea kuimarisha minyororo ya mikataba ya ushirikina ambao ulikuwa ni mzigo mzito kwa kila aliyechaguliwa kuwa mlinzi wa nyumba. Kadri Riziki alivyokuwa kisoma zaidi, alihisi kama roho ya Nuna ilikuwa ikimzunguka, ikimuongoza kuelewa kwa undani siri hizo za zamani. Alisoma jinsi mababu zake walivyokuwa na majukumu tofauti, wakikabidhiwa mizimu yenye majina ya ajabu, na jinsi walivyokuwa wakiishi kwa nguvu hizo kwa hofu na matumaini ya kuepuka laana. Aligeuza ukurasa na kufika sehemu ambayo ilielezea vizazi vya baadaye, jinsi walivyopambana na mizimu hiyo na jinsi wengi wao walivyokuwa wameshindwa kuficha siri za nyumba hiyo kwa usalama. Wengi walipoteza akili, wengi wakafariki vifo vya kutatanisha sana, na wengine walitoweka bila hata kuacha alama yoyote ile. Lakini kilichomshangaza Riziki zaidi ni kwamba vizazi hivyo vilivyotangulia vilikuwa vimeandika ujumbe kwa ajili yake, ujumbe wa kumpa tahadhari na kumfundisha jinsi ya kukabiliana na mizimu hiyo. Katika ukurasa wa mwisho wa kitabu hicho kulikuwa kuna picha ya mzee wake, yani Masika, akiwa na kijana mdogo akisoma kitabu hicho kwa hofu kama vile alivyokuwa anasoma Riziki na hofu yake ile. Pembeni mwa picha ile kulikuwa kuna ujumbe ulioandikwa kwa maandishi yenye kuchora wino mwekundu: Riziki, uko kwenye mstari wa mwisho wa kulinda familia yetu. Mizimu inakutarajia, usiruhusu giza likumeze. Riziki machozi yakimtilika mashavuni mwake, machozi ya kuchanganyikiwa na hofu.
Alipokuwa akiangalia kitabu hicho, alihisi uwepo wa kitu kilichokuwa kikimlinda na kumsihi. Lakini kabla hajafanya uamuzi wa kufunga kitabu hicho au kukifungua zaidi, alihisi mwangwi wa sauti ya mzee yule aliyekuwa amesimama nyuma yake. "Muda umewadia kijana," alisema kwa sauti ya upole iliyokuwa na uchungu mwingi sana. "Umekutana na mzimu wa familia yako, na sasa hivi ni wakati wako kukabiliana na siri zilizokuwa zimefichwa kwa muda mrefu sana." Riziki aligundua na kumtazama yule mwanamke mzee ambaye sasa alikuwa amekaa kwenye kiti cha mbao kilichokuwa na vumbi la miaka mingi sana. Alikuwa akiangalia moja kwa moja kwenye macho ya Riziki. Macho yake yalikuwa na mwanga wa ajabu kweli, kama yalikuwa yamejawa na hekima za vizazi vingi. "Usiogope, kwa sababu nyumba hii hapa ni yako. Na kumbuka, mizimu wana mamlaka na huwezi kuiepuka. Unaweza kuilinda au kuharibu yote yaliyowekwa." Riziki alihisi nguvu fulani zikimjaa, nguvu ambazo hakuwahi kuzihisi hapo awali. Alijua sasa kwamba hakuwa tu mrithi wa mali za familia yake, bali pia alikuwa ni mrithi wa siri zilizofichwa ndani ya kuta za nyumba hiyo. Na alijua kuwa analazimika kukabiliana na mizimu hiyo kwa sababu ilikuwa imekuwa ni sehemu ya damu yake, sehemu ya urithi wake. Aliinuka kutoka sakafu ya chumba kile na kutizama nje ya dirisha. Mvua ilikuwa imeanza kunyesha, ikipiga kwenye vioo vya dirisha na kuacha alama za maji zilizokuwa ni kama machozi ya anga. Aliamua kwamba hata kama ilikuwa ni kazi ya kutisha, alilazimika kukabiliana na mizimu ya nyumba hiyo na kufichua siri zilizokuwa zimefichwa kwa vizazi vingi sana. Kitabu hicho na kukiweka tena ndani ya sanduku la zamani. Alijua kuwa safari yake ilikuwa imeanza na kama maisha yake yangelikuwa na mabadiliko makubwa sana, lakini aliamua kuwa na ujasiri kwa sababu sasa alikuwa anakutana na mizimu ya familia yake na alifahamu kwamba ilikuwa ni jukumu lake kupambana na mizimu hiyo ili kulinda kizazi chake kijacho. Usiku ulizidi kutanda na mvua ilikuwa ikinyesha kwa kasi kama vile anga lilikuwa likilia kwa huzuni isiyojulikana. Riziki alisimama kwenye ukingo wa dirisha la chumba cha siri akitazama nje, huku akiwa anawaza jinsi maisha yake yalivyobadilika kwa muda mfupi tu. Mawimbi ya hisia yalikuwa yanapanda na kushuka ndani ya moyo wake kama bahari yenye dhoruba. "Je, ni kweli mimi ni mchaguliwa?" alijiuliza kimoyomoyo, akihisi uzito wa majukumu ambayo yalikuwa yametupwa juu ya mabega yake kwa ghafla sana. Mawazo mfululizo yakimzonga akilini mwake. Alihisi uoga, upweke na hisia kutokuwa na uhakika kuhusu kile kilichokuwa kinamkabili mbele yake. Akiwa bado amezama katika mawazo ya ghafla, alihisi uwepo wa kitu cha ajabu. Sauti ya upepo ilibadilika ghafla. Sasa ikasikika sauti kama manunguniko ya faragha hivi, kana kwamba ardhi yenyewe ilikuwa ikisema lugha ya siri. Alipogeuka kwa haraka, aliona kivuli kikubwa kinatembea kwenye kona ya chumba, kikiambatana na mwanga hafifu wa mshumaa uliokuwa ukitetemeka. Kivuli hicho kilimfanya asimame, miguu yake ikiwa mizito kama iliyokuwa imegandamizwa na mizigo ya muda. Hofu ilianza kujitokeza ndani ya moyo wake kama vumbi la kale lilokuwa limetingishwa na upepo. Lakini kando ya hofu hiyo alikuwa anahisi pia hisia za udadisi. Nani au nini kilikuwa kinamfuata? Je, ni mizimu ya familia yake au ni kitu kingine kilichokuwa na nia kumtisha? Kivuli kile kilizidi kusogea karibu, na kadri kilivyomkaribia mwili wa Riziki ulianza kupoteza nguvu. Akahisi kama vile alikuwa akivutwa chini na ardhi yenyewe. Lakini badala ya kuacha hofu kimzidi, alijikaza na kusonga mbele, hatua baada ya hatua, kuelekea kwenye kivuli kile kilichokuwa kinaonekana kuleta ujumbe wa mbali. Alipofika karibu, kivuli kilibadilika na kuwa picha ya mwanamke mchanga mwenye uso wa huzuni na macho yaliyokuwa yamejaa maumivu yasiyoelezeka. Mwanamke huyo alikuwa na uso unaofanana sana na ule wa bibi yake Nuna, aliyekuwa amesoma habari zake kwenye kitabu. Lakini huyu hakuwa Nuna, alikuwa ni roho iliyokuwa imefungwa katika nyumba hiyo kwa muda mrefu ikingoja ukombozi. Riziki, sauti yake ilisikika kama melodi ya huzuni sana. "Usikimbie, ni lazima utambue kwamba unapigana vita ya kipekee, vita vya familia yako na roho zilizokuwepo kabla yako wewe." Riziki alijaribu kujibu, lakini maneno yalikataa. Alihisi ulimi wake kuwa mzito na mdogo mdomoni mwake.
Hofu ikazidi kumjaa, lakini hakutaka kuonyesha udhaifu mbele ya roho hii hapa ya kike. Macho yake yalikutanika na yale ya roho, na papo hapo alihisi maumivu yote aliyokuwa nayo yule mwanamke. Maumivu ya upweke, maumivu ya kusubiri ukombozi kwa muda usiojulikana. Nini ninachotakiwa kufanya? Riziki aliuliza kwa sauti ya chini, huku akihisi machozi yakijikusanya kwenye kona ya macho yake. Hisia za huruma kwa roho hii hapa zilikuwa zimezidi hofu aliyokuwa nayo. Roho yule mwanamke alikataa na kugeuka, akitazama nje ya dirisha lililokuwa likiangalia kwenye mti mkubwa wa mkaratusi uliochora kivuli kikubwa cha kutisha kwenye ardhi yenye majani yaliyokuwa yamefichwa na giza la usiku. Ni lazima uhakikishe kwamba unafuata njia iliyoandaliwa kwa ajili yako. Mizimu inahitaji utulivu, lakini pia wanahitaji kujua kwamba wewe ndiye mchaguliwa. Hofu ya Riziki ilianza kugeuka na kuwa ujasiri wa ajabu. Alijua sasa kwamba kulikuwa kuna kitu kikubwa kilichokuwa kinamkamata, kitu ambacho kilimzidi nguvu, lakini kwa namna fulani kilikuwa na matumaini kwamba angeweza kukifanya. Alivuta pumzi ndefu na kufunga macho yake, akijaribu kukusanya mawazo yote yaliyokuwa yamezagaa kichwani mwake. Nitafanya kila niwezalo, alisema kwa uhakika, huku akiwa na hisi roho ile ikiondoka taratibu, ikimwachia kijana yule na ahadi ya mapambano yaliyo mbele yake. Roho yule aliangua kicheko cha huzuni kilichokuwa kama vichekesho vya zihaka vilivyokuwa vimetoka kwenye giza la zamani. Usiogope kushindwa, roho ile ilimwambia kwa sauti iliyopotelea kwenye upepo wa nje. Shinda au shindwa, lakini kila hatua unayochukua ni muhimu. Na kwa maneno hayo, kivuli cha roho kilitoweka taratibu, kikiondoka kama moshi uliokuwa umefifia angani. Riziki alibaki peke yake ndani ya chumba kile cha giza, akiwa na mawazo mazito na moyo uliokuwa umejaa hofu, udadisi na sasa kidogo kidogo matumaini. Alirudi tena kwenye dirisha na kutazama mvua iliyokuwa inamiminika nje. Alihisi maji ya baridi yakiwa yanapiga vioo vya dirisha kwa sauti ya kimya kimya inayoleta faraga fulani visiyoelezeka. Ndani ya giza la usiku, aliapa kwa moyo wake kwamba atagundua siri zote zilizofichwa ndani ya nyumba hiyo, na hata kama ingemchukua maisha yake yote, alikuwa tayari kupambana na mizimu ya kale, kwa sababu sasa alijua kwamba sio yeye pekee aliyekuwa akihitaji ukombozi, bali roho za wale waliomtangulia pia. Kwa hiyo usiku ule uliokuwa umejaa kivuli cha hofu, Riziki alihisi kuwa na nguvu mpya, nguvu za kujua kwamba alikuwa ameanza safari yake ya kugundua ukweli wa familia yake. Alijua kwamba alikuwa ameingia katika ulimwengu wa giza, ulimwengu uliojaa mizimu na siri za zamani, lakini pia ulimwengu ambao ulilazimika kugunduliwa ili kuleta nuru mpya. Kama vile dunia ilitambua mabadiliko yaliyokuwa yakitokea ndani ya Riziki, mvua ilipungua kwa kiasi na upepo mkali ulianza kuvuma. Upepo huo ulikuwa na sauti ya ajabu, ukiambatana na ngurumo kwa mbali kama sauti ya marimba za kale, zikipiga kwa mpangilio uliokuwa ukiibua hofu na udadisi kwa wakati mmoja. Riziki alihisi kama mazingira yanazungumza naye kwa namna ya ajabu, kama vile kila sauti na harufu ilivyokuwa na maana maalum kwake. Akiwa amesimama dirishani, upepo ulivuma na kuingia kupitia ufa mdogo kwenye fremu ya dirisha, ukivuma kwenye nywele zake na kumpa hisia ya kuguswa na mkono wa baridi kutoka ulimwengu mwingine. Alinamisha kichwa chake taratibu na macho yake yakakutana na kitu kilichokuwa nje ya nyumba, kitu kilichokuwa kinasogea polepole kuelekea kwenye lango kuu. Kwa mwanga hafifu wa taa za mtaa, Riziki aliona sura za watu wawili waliokuwa wamejifunika shuka nyeusi, wakitembea taratibu kama vile walikuwa wakijua kila hatua yao ilikuwa na uzito wa kifo. Aliweza kuhisi mioyo yao ikipiga haraka, hata kama alikuwa mbali nao. Watu hao walikuwa wakionekanika kana kwamba walikuwa wanatoka kwenye mwanga wa dunia na kuingia kwenye giza la nyumba hiyo ya siri. Riziki alijikuta akiwa anavuta pumzi kwa kina, akihisi kuvutiwa na uoga usioelezeka. Kabla hajatambua, alihisi anasukumwa kuelekea kwenye mlango wa mbele. Miguu yake ilijikuta ikiwa inatembea bila ridhaa yake. Hata kama kila hatua ilizidi kuwa nzito, moyo wake ulijawa na shauku ya kujua ni nani waliokuwa wanaingia ndani ya nyumba hiyo usiku wa manane. Hakujua kama ilikuwa ni hofu au dadisi uliokuwa umejaa, lakini alijua kitu kimoja: alihitaji kukutana nao. Alipofika kwenye mlango, alisikia sauti ya ngurumo kwa mbali kama injini ya gari ikiwa inazidi kuwa kubwa, na punde si punde mlango huo ulifunguliwa ghafla.
Riziki alisimama wima, akitetemeka kwa uoga. Macho yake yakajikuta yakiwa yameganda kwenye kile kilicho mbele yake. Watu wale wawili walikuwa wameingia ndani wakiburuza kitu kizito nyuma yao. Kulikuwa kuna harufu ya udongo na maji ya mvua, ikichanganyika na harufu za ajabu kama maua yaliyokufa. Mmoja ya wale watu alikuwa amejifunika shuka lake vyema kabisa, akificha kabisa sura yake. Wakati mwingine alikuwa amebeba kitu kinachofanana na sanduku la mbao ambalo ilionekanika kuwa la zamani na lilikuwa limechakaa kweli kweli. Walitembea kwa mpangilio kama wanariadha wa zamani wakipita kwenye njia ngumu za mwituni, miili yao ikiwa imelegea na sura zao zikiwa na huzuni isiyoelezeka. Riziki alihisi kama muda ulikuwa umesimama, akitazama jinsi walivyokuwa wanatembea hadi kwenye kona ya nyumba hiyo. Walipofika waliweka sanduku lile chini kwa upole, kisha mmoja wao aligeuka na kumtazama Riziki moja kwa moja kwenye macho. Moyo wake ulipiga kwa nguvu kana kwamba ulikuwa ukijaribu kuvunja kifua chake na kukimbia mbali na hofu hiyo. Mtu yule ambaye uso wake ulikuwa umefunikwa na kitambaa cha shuka alikataza mkono wake kwenye mifupa na kumonyesha Riziki ishara ya kimya. Ishara ile ilijaa maana nyingi, ikiwemo onyo, huruma na aina fulani hivyo ukaribisho kwa ulimwengu wa giza na siri za nyumba hiyo. Riziki alihisi kama vile alikuwa akigeuka kwenye lindi la giza, ambapo maneno hayakuwa na maana tena, bali hisia na maumivu ya roho yalikuwa na uzito mkubwa kuliko chochote kile. Wakati huo shuka liliondoka ghafla na uso wa mwanamke mzee ukajitokeza, macho yake yakiwa yamejaa hekima ya kale na huzuni za kizazi kilichopita. Alikuwa na uso ambao ungeweza kusimulia hadithi za kale za karne na karne, uso uliojaa mikunjo ya muda na maumivu ya maisha yaliyopita. "Kijana, usiogope," alisema kwa sauti ya kupenya ndani ya nafsi ya Riziki, sauti iliyojaa nguvu zisizotarajiwa kutoka kwa mwanamke wa umri wake. "Upo mahali sahihi, lakini lazima uwe tayari kwa kila kitu utakachokutana nacho hapa." Maneno yale yalikuwa kama msumari uliopigilia moja kwa moja kwenye moyo wa Riziki. Alijua sasa kwamba hakuwa peke yake kwenye safari ya giza, alikuwa na walinzi. Walinzi ambao walikuwa wamepitia mateso mengi zaidi kuliko angeweza kufikiria. Lakini pia alijua kwamba nyumba hii haikuwa tu ya giza, ilikuwa na nuru iliyofichwa kwenye kona za giza lake. Riziki alijaribu kufungua kinywa chake kujibu, lakini maneno hayakutoka. Badala yake alihisi machozi yakimtiririka taratibu kwenye mashavu yake, akiyahisi kama yanatokea kwenye roho yake iliyojawa na hisia kali sana. Mwanamke yule alisogea karibu naye, akanyosha mkono wake wenye mifupa na kumgusa Riziki kwenye paji la uso. Mguso wake ulikuwa ni wa baridi kama kifo, lakini pia ulikuwa na faraja isiyoelezeka kama mguso wa mama aliyekuwa akimtuliza mtoto wake mchanga. "Kumbuka kila kitu kina sababu yake," alisema kwa sauti ya upole huku akimwachia Riziki. "Nyumba hii ina siri nyingi sana, na wewe ni sehemu ya hizo siri. Usikate tamaa, kwa sababu mwanga wa asubuhi utakuja na utaleta amani kwa roho zote." Na kwa maneno hayo mwanamke yule na mwenzake walibadilika na kuwa vivuli na kutoweka kwenye kona ya nyumba hiyo, wakimwacha Riziki akiwa amesimama pale akiwa peke yake tena. Lakini hakuwa na hofu tena, alikuwa amejazwa na nguvu mpya, nguvu za kupambana na kile kilichokuwa mbele yake, nguvu za kugundua siri za nyumba hiyo ya mtaa wa kati. Kwa hiyo usiku ule Riziki alijua kwamba safari yake ilikuwa imeanza rasmi. Alikuwa amekutana na roho za nyumba hiyo, roho zilizokuwa na maumivu na huzuni, lakini pia roho zilizokuwa na matumaini ya ukombozi. Aliapa kwa moyo wake kwamba angefanya kila awezalo kuwasaidia, hata kama ingemchukua maisha yake yote. Aliweka mkono wake kwenye kifua chake, akahisi mapigo ya moyo yake yakirudi kwenye mpangilio wa kawaida, macho yake yakielekea kwenye sanduku la zamani lilokuwa limeachwa pale, na alijua kwamba kulikuwa kuna kitu muhimu ndani yake, kitu ambacho kingemsaidia kuelewa siri za nyumba hiyo. Lakini alijua pia kwamba haikuwa muda wa kuweza kulifungua bado. Alijua kwamba kulikuwa na mchakato ambao ungepaswa kufuata taratibu ili kufikia mwanga wa mwisho. Alichukua pumzi ndefu, akafunga mlango wa nyuma yake na akaanza kutembea kuelekea chumbani kwake. Safari ilikuwa imeanza na Riziki alikuwa tayari kwa chochote kile kilichokuwa mbele yake. Alijua kwamba hakuwa peke yake, kulikuwa kuna roho zilizokuwa zinamlinda, roho zilizokuwa na matumaini kwamba yeye ndiye alikuwa ni mkombozi wao. Na hivyo Riziki akaingia tena kwenye chumba chake cha siri, akijua kwamba usiku ulikuwa ni mwanzo wa safari ndefu ya kugundua siri na ukombozi, safari ambayo ingempeleka kwenye maeneo ya giza na nuru.
safari ya maisha yake yote. Mtawakati uliamka kwa maisha kama kawaida, lakini leo kulikuwa na hali ya tofauti. Hali ya mvua iliyokatika na jua lililokuwa linafichwa na mawingu meusi ilileta utulivu wa kutisha kweli. Kila kona ya mtaa ilikuwa ni usiri, na hata sauti za watoto waliokuwa kicheka zilikuwa ni mchanganyiko wa furaha na mashaka. Riziki akiwa bado amnashikilia kumbukumbu za usiku uliopita, aliamua kutoka nje na kuzunguka mtaa huo wenye historia zake za giza na mwanga. Nyumba ya Bibi Nyakanga, mwanamke mwenye miaka 75, ilionekanika imetulia, lakini ikiwa na hali ya ajabu kweli. Bibi Nyakanga alikuwa ni maarufu kwa hadithi zake za kale, hadithi ambazo alisimulia kwa uchangamfu kila jioni kwa watoto wa mtaa huo. Walimzunguka kama nyuki wanavyovutwa na harufu ya maua. Walisikiliza kila neno kutoka kwa mdomo wake wenye nguvu ya kuamsha fikra na hisia, lakini ndani ya hadithi hizo kulikuwa kuna ujumbe wa siri ambao si kila mtu angeweza kugundua. Jioni ile watoto walikusanyika tena kwenye veranda la nyumba ya Bibi Nyakanga. Hewa ilikuwa nzito, ikiashiria mvua ya karibu. Wakati giza lilipokuwa limeanza kuingia taratibu, Bibi Nyakanga aliwachukua watoto hao kwenye ulimwengu wa hadithi zake za ajabu. Leo nitawasimulia hadithi ya Mara na Mashaka, watoto wa kiongozi wa zamani wa mtaa wetu. Alianza kwa sauti yenye mvumo mzuri sana, akiweka shuka lake kwenye mabega yake na kujiangalia huku akiwa na pata nguvu za kusimulia. Mara alikuwa ni msichana mwenye akili nyingi sana, aliyependwa na kila mtu kwa ukarimu wake. Lakini Mashaka, kaka yake, alikuwa na kiza ndani ya moyo wake, kiza lililotokana na tamaa ya mali na mamlaka. Watoto walikaa kimya, macho yao yote yakimwangalia Bibi Nyakanga, wakijua kwamba hadithi hii ilikuwa na maana zaidi ya furaha ya usiku. Katika siku za kale, wakati giza lilipokuwa linatawala ulimwengu, kulikuwa na mapambano makali kati ya mwanga na giza. Mara alijua kwamba njia pekee ya kumsaidia kaka yake ilikuwa ni kupitia upendo wa kweli na amani, pamoja na imani. Lakini Mashaka alikuwa ameshikilia tamaa yake kama dhahabu ya mwisho duniani. Alikuwa na miaka 16. Mara alifanya uamuzi wa kuacha familia yake na kuanza safari ndefu ya kutafuta ukombozi wa familia yao. Bibi Nyakanga alipumua kwa kina, macho yake yakigundua miale ya shauku kutoka kwa watoto waliokuwa wakimwangalia kwa udadisi mkubwa sana. Alijua kwamba hadithi hii iliwavuta kama sumaku, lakini pia alijua kwamba ilikuwa ikiwafundisha jambo muhimu kuhusu maisha yao wenyewe. Wakati Mara alipokuwa akitafuta ukombozi, alikutana na wazee wenye hekima, wachawi wa zamani na wanyama waliokuwa na uwezo wa kuzungumza. Kila mmoja alimpa kipande cha hekima, kipande ambacho kilimsaidia kuelewa kwamba njia ya mwanga ni ngumu, lakini yenye thamani zaidi. Aliporudi nyumbani, alipata kwamba kaka yake alikuwa amejichimbia kwenye giza zaidi, akitawaliwa na tamaa zake. Lakini Mara hakutaka tamaa. Alimkumbatia kaka yake kwa upendo wa dhati kabisa, na kwa pamoja wakapambana na giza lililokuwa likiwazunguka. Bibi Nyakanga alinyamaza kwa muda, akiwapa watoto nafasi ya kutafakari. Huku Riziki akisimama pembeni, alihisi kwamba hadithi ilikuwa na maana ya ndani kwa maisha yake pia. Kama Mara, yeye pia alikuwa yupo kwenye safari ya kugundua mwanga ndani ya giza la nyumba ya mtawakati. Kijijini, wazee wa mtaa walikuwa wanakutana kwenye mkutano wa siri usiku huo, wakijadili hatima ya mtaa wao. Mzee Chimwaga, mzee aliyekuwa na hekima wa miaka mingi, aliongoza mkutano huo, akiwa na wasiwasi mkubwa sana juu ya matokeo ya hivi karibuni yaliyokuwa yakitokea mtaani. Wazee hao walikuwa na desturi ya kukutana mara kwa mara, lakini leo walikuwa na kitu maalum cha kujadili. Mambo yanazidi kuwa mabaya. Mzee Chiwanga alisema kwa sauti nzito. Aliinua mkono wake kuashiria utulivu. Giza linaanza kutawala tena, na tunahitaji hatua za haraka sana kabla halijawa kubwa zaidi. Kuna kitu kinaanza kujitokeza kwenye nyumba ile ya zamani, na hatuwezi kukaa kimya. Mzee Mborela, aliyekuwa maarufu kwa nguvu zake za uponyaji na elimu ya mimea ya asili, alinyanyua mkono wake na kusema, "Ni kweli, na dalili zote zinaonyesha kuwa kuna nguvu zinazozidi kuongezeka. Ni lazima tufanye tambiko la kuomba baraka na ulinzi wa mababu zetu, bila hivyo mtaa wetu utaingia kwenye hatari kubwa sana." Mjadala huo ulikuwa ni wa kina, ukifuatilia mawazo ya wazee wa Kongo waliokuwa wamejawa na hofu na wasiwasi juu ya hali ya mtaa. Mama Kabula, mwanamke shujaa na kiongozi wa wanawake,
alipendekeza kwamba jamii nzima inapaswa kuungana katika maombi na tamasha za kuomba amani na mwongozo. Huku mkutano ukiendelea, sauti za wazee zikijadili kwa umakini njia za kuokoa mtaa wao, Bibi Nyakanga aliendelea kusimulia hadithi yake kwa watoto, hadithi ambayo ilikuwa ni zaidi ya burudani, ilikuwa ni fundisho la maisha. Hatimaye Mara na Mashaka walishinda giza kwa upendo na imani yao, na walirudisha nuru kwa mtaa wao. Lakini walijua kwamba ilikuwa ni vita isiyokuwa na mwisho, na walitambua kwamba kila kizazi kilipaswa kupambana na giza lake. Kila mmoja aliwajibika kwa mwanga wa nafsi yake. Watoto walishusha pumzi zao wakihisi uzito wa maneno hayo, huku Bibi Nyakanga akiwapa tabasamu lenye furaha. Riziki alisimama nyuma yao akihisi kwamba hadithi hiyo ilikuwa na maana zaidi kwake. Alijua kwamba nyumba ya mtawakati ilikuwa na giza lake, lakini pia ilibeba mwanga ambao ulisubiri kugunduliwa. Usiku uliingia na mvua ikaanza kunyesha kwa nguvu. Riziki aliingia ndani ya nyumba yake akijua kwamba safari yake ilikuwa inaendelea. Giza la nyumba ile ya mtawakati lilikuwa na mambo mengi ya ajabu, lakini sasa alijua kwamba hakuwa peke yake katika vita hii hapa vya mwanga na giza. Hadithi za Bibi Nyakanga, hekima za wazee na nguvu za roho za nyumba ile, zote zilikuwa ni sehemu ya safari yake ya kugundua siri na ukweli wa maisha. Usiku ulikuwa umeanza kumaliza mbio zake, huku alfajiri ikianza kuchomoza polepole, ikiwaletea wakazi wa mtawakati matumaini ya siku mpya. Lakini nyuma ya kivuli cha mlima Kilimanjaro, mawingu mazito yalikuwa yamekusanyika yakiahidi dhoruba kali sana ambayo haikuwa ya kawaida. Riziki aliamka mapema akiwa na hisia isiyokuwa ya kawaida ya wasiwasi. Upepo ulivuma kwa nguvu ukizungusha vumbi na majani kavu yaliyokuwa yamezagaa mtaani. Akiwa nje ya nyumba yake, Riziki aliketi kwenye ukingo wa baraza akitafakari kuhusu maisha yake na matukio ya hivi karibuni yaliyokuwa yameanza kuwaandama. Macho yake yaliangaza nyumba ile ya zamani, nyumba ambayo ilikuwa imekaa kimya kana kwamba inasubiri jambo fulani litoke. Alihisi mvuto usioelezeka kumvuta kuelekea kwenye nyumba hiyo, lakini alijizuia akijua kwamba kulikuwa kuna kitu kikubwa kilichokuwa kinaendelea. Ghafla mvua ilianza kunyesha, tone moja moja kabla ya kuwa manyunyu makali yaliyokuwa yamechanganyika na radi za kutisha. Sauti za zoruba zikajaza hewa, na wakazi wa mtaa walifunga milango na madirisha yao kwa hofu, wakijua kwamba usiku huu ungelikuwa na dhoruba kali sana. Riziki alisimama na kuingia ndani ya nyumba yake, lakini moyo wake haukuwa na utulivu. Alihisi kama mvua ilikuwa inajaribu kusafisha kitu kutoka kwenye mtaa huu hapa wa zamani. Wakati huo ndani ya nyumba ile ya zamani, Mama Zakia alikuwa ameketi kwenye kiti cha mbao. Macho yake yalikuwa yamefumba kama mtu ambaye alikuwa kwenye maombi ya kina. Mwanga wa mshumaa uliokuwa ukimulika vyumba vya ndani ulikuwa ukidunda kwa upepo wa mvua ambao ulikuwa ukipenya kupitia kwenye nyufa za kuta za nyumba ile. Mama Zakia alikuwa ni mwanamke aliyepoteza mume wake miaka mingi iliyopita, na tangu siku hiyo nyumba hiyo imebakia kuwa kimbilio lake pekee pamoja na roho ya mume wake. Alihisi uwepo wa nguvu za ajabu ndani ya nyumba hiyo, nguvu zilizokuwa zinamfanya kuwa na hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Alikuwa ameota ndoto za kutisha usiku uliopita, ndoto ambazo zilimuonyesha binti mdogo aliyepotea katika mvua kubwa kama hii. Ndoto hiyo ilikuwa imejaa hisia za huzuni na hofu, hisia ambazo zilimzidishia mawazo. Ndani ya ndoto hiyo alimuona binti huyo akipotelea kwenye giza la usiku, huku sauti za kilio chake zikizama kwenye radi ya mvua. Binti Nuru, binti aliyekuwa kipenzi cha mtaa huu, alikuwa amepotea miaka mingi iliyopita katika mazingira yasiyojulikana. Baadhi walihisi alikuwa amechukuliwa na pepo, wengine walizani kwamba alikuwa amepotea na kufariki katika misitu ya karibu, lakini wazee wa mtaa walijua kuwa kulikuwa kuna siri kubwa zaidi nyuma ya kupotea kwake. Mama Zakia aliamua kuendelea na maombi yake, akiomba amani na mwongozo katika kipindi hiki kigumu. Alijua kwamba kulikuwa na mzunguko wa maisha ambao ulikuwa unakaribia kufungwa, na kwamba mwanga ulikuwa unakaribia kuvunja giza ambalo lilikuwa limefunika mtaa huu kwa miaka mingi sana. Wakati huo Riziki alijikuta akiwa anatembea kuelekea kwenye nyumba ya zamani, akiwa hajui ni kwa nini, lakini alijua kwamba lazima afanye hivyo. Alikuwa amejikuta kwenye mtiririko wa hisia zisizoeleweka, hisia ambazo zilimuongoza hadi kwenye mlango wa nyumba Mama Zakia. Alipiga hodi kwa nguvu, sauti yake ikichanganyikana na mvua na upepo, lakini hakuna aliyejibu. Alipokusanya ujasiri, alisukuma mlango huo, na kwa mshangao mlango ulikuwa wazi. Alipoingia ndani, aliweza kusikia sauti za taratibu za Mama Zakia, sauti iliyokuwa ikiimba wimbo wa kale wa maombolezo. Alienda moja kwa moja hadi kwenye chumba ambacho Mama Zakia alikuwa,
na hapo alisimama kimya, akishuhudia hali ya huzuni na amani iliyokuwa ikimzunguka mwanamke huyo mzee. Mama Zakia, Riziki alisema kwa sauti ya chini. Nimehisi lazima nije hapa, sijui ni kwa nini. Mama Zakia alifungua macho yake na kumwangalia Riziki kwa huruma na upole. Mwanangu, alisema kwa sauti ya upole, nimekuwa nikikusubiri. Ulikuwa ni lazima uje, kwa sababu una sehemu kubwa katika mzunguko huu hapa wa maisha na kifo. Kuna siri nyingi ambazo hazijafichuliwa na ni wewe ambaye utakayeweza kusaidia kuzifungua. Riziki alihisi moyo wake kudunda kwa nguvu sana. Alijua kwamba sasa alikuwa ameingia kwenye safari ya ajabu zaidi kuliko alivyowahi kufikiria. Nyumba hii ya zamani ilikuwa imejaa historia za siri na hadithi ambazo zilikuwa zimefichika kwa muda mrefu. Mama Zakia alisimama akimkaribia Riziki na kwa sauti ya chini alianza kumsimulia hadithi za kale kuhusu mtaa huu. Hadithi kuhusu familia zilizowahi kuishi hapa, kuhusu upendo na usaliti, kuhusu giza na mwanga. Hadithi ambazo ziliunda msingi wa mtaa huu na roho zake. Wakati Mama Zakia akiwa anasimulia hadithi hizo, dhoruba nje ikiwa inazidi kuwa kali sana, kana kwamba anga ilikuwa ikijaribu kupigana na nguvu za giza zilizokuwa zikijaribu kuingia. Lakini ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na nuru ndogo iliyokuwa ikiangaza, nuru ambayo ilikuwa ikitoka kwenye maneno ya Mama Zakia na imani ya Riziki. Hii ilikuwa ni hadithi ndani ya hadithi, safari ndani ya nafsi ya kila mmoja wao. Riziki alijua kwamba mtaa huu ulikuwa na maana zaidi ya maisha ya kawaida. Ulikuwa ni sehemu ya mzunguko mkubwa wa maisha ambao ulikuwa ukifumbuliwa mbele ya macho yake. Na hivyo aliweka mkono wake juu ya mkono wa Mama Zakia, na kwa pamoja waliingia kwenye kina cha historia ya mtaa wa kati. Walifumbua siri na siri zaidi na zaidi, huku wakijiandaa na mabadiliko makubwa yaliyokuwa yanakuja. Usiku ulikuwa umeshika kasi. Dhoruba kali ilikuwa imepita na kuacha mvua ndogo ndogo iliyokuwa inaanguka kwa utulivu sana. Lakini utulivu huo ulikuwa na maana yake. Kama vile dhoruba ilikuwa imefungua mlango wa huzuni na majuto ambayo hayakuweza kufungwa tena. Katika nyumba ya zamani iliyotelekezwa ambako Mama Zakia na Riziki walikuwa wameketi kimya, ukiwa kama blanketi zito juu ya kila kitu. Riziki akiwa ameshikilia mkono Mama Zakia alihisi kama vile uzito wa ulimwengu mzima ulikuwa umewekwa mabegani mwake. Moyo wake ulikuwa unaleta mawazo yasiyoeleweka, hisia za hofu na huzuni zikichanganyika ndani yake. Alijua kwamba hadithi ambazo Mama Zakia alikuwa akimsimulia ilikuwa ni maana kubwa sana kuliko hata alivyokuwa nadhania. Ni kama sehemu ya maisha yake ambayo hakuwa ameangalia kwa macho ya ndani. Mwanangu, Mama Zakia kaendelea, sauti yake ikiwa nyepesi na yenye majonzi. Ndani ya nyumba hii kuna sauti nyingi zisizozungumza, hisia nyingi ambazo hazijawahi kuelezea. Kila ukuta unalia hadithi zake, na kila kona ina mnyama wake mwenye giza. Lakini lazima ujue kwamba si kila kitu ni kibaya. Kuna nuru ndani ya giza. Riziki alihisi kizunguzungu cha maneno ya Mama Zakia. Alijikuta akiwa anachungulia kona za giza za chumba kile. Alihisi kama macho yasiyoonekana alikuwa anamtizama. Alijaribu kufuta mawazo, lakini yalizidi kumwandama. Alijua kwamba kilichokuwa kinatokea hapa hakikuwa cha kawaida na kwamba lazima afanye jambo juu yake. Wakati huo nje ya nyumba mvua ilianza kushuka tena kwa nguvu zaidi. Kila tone lilikuwa na sauti yake, kama wimbo wa huzuni unaosimulia hadithi za roho zilizopotea. Sauti ya radi ilitokea mbali ikipiga kwa nguvu, lakini kwa ukali wa hisia zisizoweza kuelezwa. Ilikuwa ni kana kwamba dunia nzima ilikuwa inalilia kitu ambacho hakiwezi kufikiwa tena. Huko ndani Mama Zakia aliendelea na simulizi yake, macho yake yakiwa yamejawa na machungu ya miaka mingi. Alimwambia Riziki kuhusu siri za giza za mtaa wa kati, siri ambazo zilitisha na kuleta huzuni kwa vizazi vingi. Aliongelea kuhusu vifo vya ghafla, kuhusu watoto waliopotea na kuhusu upendo uliogeuka kuwa laana. Riziki kwa mara ya kwanza alikuwa anahisi machozi yakimjaa, machozi ambayo hayakuwa na maana kamili, lakini yalikuwa yakitoka kwa sababu ya uzito wa huzuni ya watu waliowahi kuishi kwenye mtaa huo. Akijaribu kuyafuta, lakini yalizidi kuja. Alikumbuka maisha yake mwenyewe ya mapito aliyokuwa ameyapitia na maumivu ambayo alikuwa ameyaficha ndani ya nafsi yake. Ghafla Mama Zakia alisimama akiwa kama mtu aliyekuwa amepata nguvu mpya. Hatuwezi kubaki na huzuni pekee.
Alisema na kumtizama Riziki kwa macho yenye nguvu mpya. Lazima tutafute njia kutoka kwenye giza hili. Lazima tusimame pamoja na kukabiliana na pepo wa huzuni. Riziki alihisi moyo wake ukianza kupata utulivu kama nuru ndogo iliyokuwa inaangaza kwenye giza. Alijua kwamba kazi yake haikuwa rahisi, lakini aliweza kuona mwanga wa matumaini kwenye maneno ya Mama Zakia. Hapo alijua kuwa safari yake haikuwa ya huzuni pekee, bali ya kuitafutia matumaini na mwanga wa kweli. Mama Zakia alimsimulia Riziki hadithi ya dhamani ya kijana mmoja ambaye alifanya safari ndefu ya kiroho ili kuondoa laana kwenye mtaa wao. Hadithi hiyo ilikuwa na hisia nzito sana, lakini pia ilikuwa na ujumbe wa matumaini. Katika hadithi hiyo kijana alikabiliana na roho za giza, alikabiliana na majaribu makubwa sana, lakini aliweza kuibuka mshindi kwa sababu ya moyo wake wa dhati na imani yake. Wakati Riziki alipokuwa akisikiliza hadithi hiyo, alihisi kama vile alikuwa akisafiri kwenye ulimwengu mwingine. Alijiona ndani ya viatu vya kijana huyo. Alikabiliana na majaribu yake mwenyewe. Alijua kabisa kwamba hadithi hiyo ilikuwa na maana kwa maisha yake na kwamba lazima ajifunze kitu kutoka kwake. Huku siku kiendelea na mvua ikiendelea kupiga nje, Riziki na Mama Zakia waliketi kwa muda mrefu zaidi. Walifumbua siri za mtaa wa kati na kuzitafuta njia za kutoka kwenye giza hilo. Ilikuwa ni safari ya ndani ya nafsi zao, safari ambayo ilikuwa imejaa huzuni, lakini pia matumaini ya mwanga unaokuja. Walipoketi pale walisikiliza mvua na radi za nje. Walijua kwamba walikuwa wameanza safari ya kugundua ukweli wa maisha, ukweli ambao ungewaongoza kwenye nuru ya kweli. Na hivyo walikubaliana kuwa pamoja, kushikamana na kuanza safari hiyo ya kipekee kugundua siri za mtaa wa kati. Safari ambayo haikuwa na mwisho rahisi, lakini ilikuwa na matumaini ya nuru inayokuja. Mtaa wa kati ulikuwa umekumbwa na kimya kizito, ukimya uliosheheni sauti za siri zisizoweza kufutika. Upepo ulivuma kwa nguvu ukipiga vishindo dhidi ya kuta za nyumba zile za zamani. Usiku ulikuwa umeshika kasi na mawingu meusi yaliyokuwa yamejaa dhoruba yalizidi kufunika nyota na mwezi kama pazia zito linaloficha sura ya dunia. Hapo mtaani kila nyumba ilionekanika kama imegeuka na kuwa jitu la kivuli lenye macho yaliyokuwa yanatizama kwa hofu na wasiwasi. Nyumba ile ya zamani ambayo ilibeba siri za zamani za mtaa huo ilionekanika kama vile imejificha kwenye giza lenye wingu la huzuni. Mbele ya nyumba hiyo barabara ilionekanika kana kwamba haikuwa na mwisho, ikipotea kwenye giza lilokuwa limejaza hofu na majuto. Katika nyumba ya Riziki hali ilikuwa si ya kawaida. Kila kona ya chumba ilionekanika kama imejaa macho yasiyoonekana, macho ambayo yakilimtizama kwa uangalifu wa ajabu. Alisikia sauti za chini zikizungumza kwa siri, sauti ambazo hazikutoka kwa mtu yoyote aliyekuwa hai. Ilikuwa ni kana kwamba ukuta wa ulimwengu halisi ulikuwa umevunjika na sauti za roho zilizopotea zilikuwa zikipenya na kuingia ndani ya dunia ya sasa. Riziki alisimama kwenye mlango wa chumba chake akihisi baridi kali ikipenya kwenye ngozi yake. Alijua kwamba usiku huu ulikuwa ni tofauti na ule wa kawaida. Kulikuwa na uwepo wa kitu ambacho hakiwezi kufahamika kwa maneno ya kawaida. Alihisi kuvutwa na nguvu isiyokuwa inaweza kuzuilika, nguvu iliyomwambia atoke nje aingie ndani ya giza ambalo lilikuwa linaonekanika likiongeza hewa nzito kweli. Wakati huo sauti ya mlango wa nyumba ya zamani ulifunguka kwa nguvu ikasikika kutoka mbali. Riziki alitikisika kwa hofu, lakini hakuweza kuacha kutembea kuelekea kule. Kila hatua aliyokuwa anachukua ilionekanika kama inampeleka kwenye dunia nyingine, dunia ya kivuli na sauti za maumivu. Alipofika mbele ya nyumba ile, mlango ulikuwa wazi, ukionyesha ndani ya giza lilokuwa limejificha ndani. Riziki alisimama kwa muda akihisi kama moyo wake ulikuwa unadunda kwa nguvu dhidi ya kifua chake. Alijua kwamba alikuwa amekaribia kugundua kitu kikubwa, lakini hofu ilimzidi. Alikuwa anataka kugeuka na kukimbia, lakini miguu yake ilikataa kutii. Huku akivuta pumzi kwa nguvu, alisukuma mlango na kuingia ndani. Mara tu alipokuwa amevuka kizingiti, mlango ulifunguka kwa kishindo. Akabaki kwenye giza totolo. Alipapasa kwa mikono akitafuta njia ya mbele, lakini hakukuwa na mwanga wote ule. Ndani ya giza hilo sauti za kilio cha watoto zilisikika kwa mbali, sauti zilizopenya moja kwa moja kwenye nafsi yake, zikamfanya aone huzuni isiyoelezeka. Usiku ni wa kwetu, sauti ya chini ilisema kwa taratibu ikizunguka kwa upepo wa baridi.
Riziki alihisi jasho likimtiririka mgongoni, akijaribu kutafakari maana ya maneno hayo. Sauti hiyo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa imejaa uchungu na chuki, kama mtu aliyepoteza kila kitu katika maisha. Alitembea hatua kadhaa ndani ya chumba, akipapasa kwa mikono kama kipofu, na kisha alipata kitu. Ilikuwa ni picha ya zamani iliyofifia kwa muda. Alipoangalia kwa umakini, aliona sura za watu waliokuwa wamesimama kwa furaha mbele ya nyumba ile miaka mingi iliyopita, lakini macho yao yalionekana kama yamejaa hofu iliyozidi ile ya kawaida. Huku akiwa bado anashangaa, picha ile ilianza kubadilika mbele ya macho yake. Watu ndani ya picha kaonekanika kama wameanza kusogea. Sura zao zilikuwa zimejawa na huzuni na uchungu. Ghafla uso wa mwanamke mmoja uligeuka na kumtizama Riziki moja kwa moja. Alijikuta akiwa anapoteza nguvu, miguu yake ikitetemeka kwa uoga. Mwanamke alionekana kuwa na macho ya ajabu, macho aliyokuwa yakitoa machozi ya damu. Riziki alikuwa anataka kuacha kuitazama, lakini macho yake yalionekana kama yamegandishwa kwenye uso huo. Sauti ya mwanamke huyo ikasikika ndani ya kichwa chake ikisema kwa sauti ya majonzi, "Usiku ni wetu, lakini mchana ujao ni wako." Hapo ndipo Riziki alijikuta kama amepiga kelele za kutisha, akiachia picha ile ianguke chini. Alikimbia kuelekea mlango, lakini milango yote ilikuwa imefungwa. Alikuwa amenaswa ndani ya chumba kile, akihisi kama vile roho za zamani zilikuwa zikimzingira, zikimlilia kwa nguvu sana. Alipojaribu kuangalia nyuma, aliona kivuli kikubwa kikisogea kuelekea kwake, kikifunika mwanga wote ambao ulikuwa umebakia. Riziki alihisi hofu kali inamzingira. Alikuwa ameingia kwenye ulimwengu mwingine, ulimwengu wa giza na maumivu, ulimwengu ambao hakuwa na uwezo wa kuuponyoka. Katika dakika za mwisho za usiku ule, sauti ya kilio na huzuni zilikuwa zimetawala nyumba ile ya zamani, zikizunguka na kuacha mtaa wa kati ukiwa umeloa sana kwa hofu. Wakazi wa mtaa huo walihisi kama jua halitaweza kuchomoza tena, kama giza hilo lilikuwa limeamua kutawala milele. Riziki alijua kwamba alikuwa ameanzisha kitu ambacho hakuwa na uwezo wa kukimaliza, na sasa alihitajika kukabiliana na madhara ya giza lililokuwa likizunguka mtaa wa kati. Alijua kuwa lazima aendelee na safari yake, lakini safari hiyo ilikuwa imejaa majaribu na hatari ambazo hakuwa amejiandaa kukutana nazo. Usiku ulikuwa ni mwanzo wa safari ndefu ya kutisha, safari ambayo ingefunua siri zilizofichwa kwa muda mrefu, lakini pia ingempeleka kwenye giza ambalo hakuwa na uwezo wa kuelewa kikamilifu. Usiku uliofuata baada ya tukio la usiku wa kutisha, mtaa wa kati ulionekana kubadilika kwa namna fulani hivi, kama vile muda ulikuwa umesimama. Wakazi wa mtaa huo walianza kuhisi hali ya kushangaza iliyokuwa imewazunguka. Sauti za kale, milio ya nyimbo za zamani na ngulumo wa pepo zilizokuwa zinavuma kama ukisimulia hadithi zilizopotea. Kila kitu kilionekana kufunikwa na kivuli cha siri ambazo hakuweza kuelezeka. Riziki akiwa na macho yaliyokuwa yamevimba kwa kutokulala, aliendelea kuchunguza nyumba ya zamani aliyokuwa ameitembelea usiku uliopita. Alijua kuwa kulikuwa na kitu zaidi, kitu ambacho alikuwa anahitaji kuelewa ili kuweza kuvuka mtego wa giza lililokuwa linamzunguka. Akiwa ameketi kwenye kona ya chumba chake, aliendelea kufikiria juu ya picha ile ya ajabu, picha iliyokuwa inaonyesha maisha ya watu wa kale ambao sasa walikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na maisha yake. Wakati Riziki akiwa anafikiria, mlango wa chumba chake ulifunguka kwa taratibu na kama ameingia Bi Fatuma, jirani ambaye alikuwa na miaka mingi sana. Sauti ya viatu vyake vya kamba ilisikika kama sauti ya saa za kale iliyokuwa ikibeba mzigo wa miaka ya uzoefu. Alimkuta Riziki akiwa anatafakari, akamtizama kwa macho ya huruma. "Riziki mwanangu, sasa umeanza kuona kile ambacho wengi hawawezi kukiona," alisema Bi Fatuma, sauti yake ikiwa na uchungu wa kumbukumbu za miaka mingi iliyopita. "Lakini kumbuka, siri za zamani zinaweza kuleta mwanga au zinaweza kuzidi kuongeza giza." Bi Fatuma alimsogelea, akamshika mkono wake na kisha akametoa kijikaratasi kidogo hivi kutoka kwenye mfuko wa kitenge chake. Riziki alipoangalia, aliona ilikuwa ni barua ya zamani yenye maandishi yaliyokuwa yanafifia. Alipofungua barua hiyo, macho yake yalikutana na mistari iliyokuwa imeandikwa kwa mkono, ikisimulia hadithi ya muda uliopita. Barua ile ilianza kwa maneno ya mwandishi akijitambulisha kama Salumu, mwanaume aliyeishi kwenye mtaa huo miaka mingi iliyopita. Katika barua hiyo, Salumu alikuwa ameandika kuhusu upendo mkubwa aliokuwa nao kwa mwanamke mmoja, Zainabu, ambaye alikuwa ni kipenzi chake. Hata hivyo, upendo huo ulikuwa na giza lilokuwa limefichika, giza ambalo lilivunja furaha yao. "Zainabu, kipenzi changu wa roho,"
Barua ilisomeka: kuna jambo ambalo lazima nikuambie, jambo ambalo linaniumiza moyoni mwangu. Kuna laana iliyoko kwenye nyumba hii, laana ambayo imejaa kwenye kuta na ardhi yake, laana ambayo itatugawa milele ikiwa hatutokabiliana nayo uso kwa uso na ukweli. Riziki alihisi moyo wake ukiwa unauma kwa hisia za majonzi ya Salumu. Ilikuwa ni kama vile alikuwa kisafiri nyuma ya wakati, akisikia huzuni na maumivu ya mapenzi yaliyokuwa yamejawa na laana na siri nzito. Riziki akaendelea kusoma na barua iliendelea kuelezea jinsi Salumu alivyokuwa anahangaika kuokoa uhusiano wake na Zainabu, lakini giza lilikuwa linazidi kuwa kubwa. Bi Fatuma alimwambia Riziki, hadithi ya Salumu na Zainabu ilitokea zamani, lakini athari zake bado zipo hadi leo. Walipoteza kila kitu kwa sababu ya siri iliyokuwa iko ndani ya nyumba hii hiyo ya kale. Sasa ni wakati wako wewe kujua ukweli ili uweze kuponya nafsi zao. Wakati wa upepo wa ghafla ulivuma kupitia madirisha ya chumba hicho, ukileta sauti za wimbo wa zamani, wimbo ambao ulikuwa na maneno ya hisia kali sana. Riziki alijikuta akiwa anasikiliza kwa umakini, akihisi sauti ya mwanamke akilia kwa mbali kama kilio cha roho iliyopotea. Sauti hiyo ilikuwa ni ya Zainabu, ikimwimbia Salumu kwa huzuni, wimbo wa upendo usioweza kufikia mwishoni. Mwanangu, Bi Fatuma alisema, nyimbo hizi ni za roho zilizojeruhiwa, roho zilizopoteza matumaini, lakini kuna ujumbe ndani yao, ujumbe ambao unaweza kukuweka huru kama utaweza kusikia kwa umakini. Wakati Riziki akiwa amezama kwenye wimbo huo, Bi Fatuma alimwachia barua ile na kisha akatoka kimya kimya, akimwacha na mawazo yake. Riziki alihisi kama vile alikuwa katikati ya hadithi ya kale, hadithi ambayo sasa alikuwa yuko sehemu yake. Akamezungukwa na giza la usiku na sauti za roho za zamani. Riziki alijua kuwa kazi yake ilikuwa ni kukamilisha safari ambayo Salumu na Zainabu hawakuweza kuimaliza. Alihisi mzigo wa historia ya mtaa wa kati ukimwelevea, lakini pia alijua kuwa alikuwa na nafasi ya kuleta mwanga kwenye giza hilo. Barua ile ilikuwa na ujumbe wa mwisho, ujumbe ambao ulikuwa na siri ya kutatua mtego wa laana. Riziki alipoendelea kusoma, macho yake yaliangaza na kujua kuwa ilikuwa ni wakati wa kuchukua hatua. Aliamua kumaliza safari hiyo kwa kutafuta ukweli wote, na kwa kutumia barua na nyimbo za kale kama mwongozo wake mwenyewe. Alipoinuka na kujiandaa kwa safari hiyo ya ajabu, upepo ulizidi kuvuma na sauti za kale zikaendelea kumzunguka. Riziki alijua kuwa kazi hiyo itakuwa ngumu, lakini pia aliona kama fursa kwa kuleta mwanga kwenye giza ambalo lilikuwa limetanda mtaa wa kati kwa muda mrefu. Na hivyo alianza safari yake, safari ya kutafuta ukweli, kuunganisha hadithi za zamani na sasa, na hatimaye kuleta nuru kwa roho zilizopotea. Usiku ulipokoleza zaidi, upepo ukaendelea kuvuma na sauti za siri zikazidi kusikika. Riziki alihisi kama alikuwa katikati ya bahari ya giza, lakini kwa ujasiri alijua kuwa lazima angalie mbele. Alibeba barua ya Salumu kwa mkono wake wa kulia, huku moyo wake ukiwa na mchanganyiko wa hofu na matumaini. Alitembea kwa tahadhari kwenye barabara ya vumbi iliyokuwa imepinda kuelekea nyumba ya kale. Alihisi uzito wa historia ya mtaa wakati ukimzingira. Kila kona ya mtaa huu ilikuwa na hadithi yake, hadithi ambazo zilisikika kama vishindo vya wapita njia wa zamani. Alikuwa akisikiliza kwa umakini sauti za nyimbo za kale, nyimbo zilizokuwa zikielezea maumivu na matumaini yaliyosaulika kwa muda mrefu. Wakati Riziki alipokaribia nyumba ile ya kale, mlango ulijifungua kwa kishindo, ulimkaribisha ndani kama vile ulivyokuwa umesubiri kurudi kwake. Giza lililokuwemo ndani lilionekanika kama limejaa nguvu za siri, nguvu zilizokuwa zikivuta hisia zake kuelekea kwenye dunia isiyoweza kueleweka. Alipovuka kizingiti, alihisi uzito wa macho ya kale ukimtizama kutoka katika kila kona ya nyumba. Kila kitu ndani ya nyumba hii kilikuwa kimetulia, lakini kulikuwa kuna hali ya tahadhari iliyokuwa ikimfanya azidi kuwa na wasiwasi. Alihisi baridi kali ikinapenya kwenye ngozi yake, baridi iliyobeba sauti za zamani ambazo zilibeba kilio cha maumivu na chuki. Riziki alisimama katikati ya chumba cha mbele, huku macho yake yakitafuta kile ambacho kilikuwa kimefichwa. Alipapasa kwa mikono akigusa kuta za chumba hicho cha kale, na ghafla aligusa kitu cha ajabu. Ilikuwa ni kioo kikubwa, kioo ambacho kilikuwa kimejificha nyuma ya pazia lilokuwa limechakaa. Alivuta pazia kwa tahadhari na kioo kilifichuka mbele yake. Kioo hicho kilikuwa na sura ya ajabu, kama vile kilikuwa kimepata maisha yake. Riziki alipojitazama kwenye kioo hicho, aliona sura yake kibadilika, ikionyesha muonekano wa ajabu wa kale. Ilikuwa ni kama kioo hiki kimejaa kumbukumbu za zamani,
zikionyesha matukio yaliyopotea kwa muda mrefu. Alipokuwa akitazama, ghafla uso wa mwanamke ulitokea kwenye kioo hicho. Riziki alihisi baridi kali kipenya moja kwa moja kwenye moyo wake. Uso huo ulikuwa ni wa Zainabu, lakini ulikuwa umejaa huzuni isiyoweza kufutika. Zainabu alimtizama moja kwa moja kwenye macho na sauti yake ikapenya kwenye mawazo ya Riziki. "Riziki," Zainabu alisema kwa sauti ya taratibu iliyokuwa imejawa na uchungu. "Umeanza safari ya kutafuta ukweli, lakini lazima ujue kwamba ukweli huu umejaa maumivu sana. Kila kitu kilichotokea hapa ni matokeo ya maamuzi ya watu wa zamani, lakini maamuzi hayo bado yapo ndani ya kuta hizi." Riziki alihisi machozi yakianza kumtiririka mashavuni mwake, huku sauti ya Zainabu ikizidi kuzungumza. "Nilipoteza upendo wangu, nilipoteza maisha yangu, na sasa roho yangu inasubiria kuondolewa kwenye mateso haya. Lakini ili niweze kupata amani, lazima ujue ukweli wote, ukweli ambao umefichwa kwenye barua na nyimbo za zamani." Zainabu akaendelea kumweleza Riziki kuhusu siri za kale zilizoficha laana kwenye nyumba hii hapa. Alimwambia kwamba kuna shajara la zamani iliyokuwa imeandikwa na mtu aliyekuwa anaishi hapo kabla ya laana hiyo kuanza. Shajara hiyo ilielezea jinsi nyumba hiyo ilivyokuwa na nguvu za ajabu, nguvu ambazo ziliwafanya watu kupoteza akili zao na kujawa na uchungu wa roho. "Lazima uipate shajara hiyo na uisome kwa umakini sana," Zainabu aliongeza. "Ndani yake utapata majibu ya maswali yako yote na utajua jinsi ya kuondoa giza hili lililopo hapa." Kabla Riziki kusema neno lolote, lile kioo kikatetemeka na ghafla kikafifia, kikabadilika na kuonyesha sura ya chumba kingine ndani ya nyumba hiyo. Riziki alijua kwamba alikuwa kiongozwa kuelekea kwenye ukweli, lakini akiendelea kuhisi wasiwasi mkubwa, aliamua kufuata mwongozo wa Zainabu na akaanza kutembea kuelekea kwenye chumba kilichoonyeshwa kwenye kioo. Chumba hicho kilikuwa ni cha zamani, kilichokuwa kimejaa vumbi na karatasi zilizokuwa zimechakaa. Kila kitu kilionekanika kimeachwa kwa muda mrefu, kama vile maisha yalisimama pale. Riziki alipoingia, aliweza kuona meza kubwa katikati ya chumba, na juu yake kulikuwa kuna shajara la zamani iliyokuwa na ngozi ya kufungia. Alisogea kwa tahadhari, akihisi uzito kwa wakati na hadithi za kale zilizokuwa zikivuma kupitia upepo wa kiza. Alichukua shajara lile, alihisi kama vile alikuwa amegusa kitu kilichokuwa kina nguvu za ajabu. Alifungua shajara kwa taratibu na macho yake alikutana na mistari ya maandishi ya zamani, maandishi yaliyokuwa na maana nzito. Shajara hiyo ilikuwa na hadithi ya mwanaume aliyeishi kwenye nyumba hiyo kabla ya laana. Aliandika kuhusu maisha yake, upendo wake kwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mzuri kama asubuhi ya machipuo. Lakini pia aliandika kuhusu kivuli cha giza kilichoanza kuenea kwenye nyumba hiyo. Alielezea jinsi nyumba hiyo ilivyokuwa kama imejaa sauti za roho zilizopotea njia, roho zilizofuata mwanga lakini ziliishia kwenye giza. Kadri Riziki alivyokuwa anazidi kusoma, alikuwa anahisi kama vile alikuwa kihama kutoka kwenye ulimwengu wa sasa na kuingia kwenye ulimwengu wa zamani, ulimwengu uliojaa majonzi na hofu. Aligundua kwamba nyumba hii ilikuwa imebeba laana kutokana na matendo ya watu wa zamani, matendo yaliyokuwa na madhara makubwa kwenye maisha yao na vizazi vya baadaye. Lakini mwisho wa shajara hiyo kulikuwa kuna ujumbe wa matumaini, ujumbe uliokuwa umejaa matumaini ya kuondoa laana hiyo. Mwandishi wa shajara alielezea jinsi nguvu za upendo wa kweli zinaweza kuponya maumivu ya roho zilizopotea, na jinsi nyimbo za kale zinaweza kutoa mwanga kwenye giza. Riziki alihisi kama alikuwa amepata majibu yote aliyokuwa anahitaji. Aliamua kufuata njia hiyo ya upendo na matumaini, na alijua kuwa lazima atumie sauti za nyimbo za kale, barua za zamani na shajara hii ili kuleta mwangaza kwenye mtaa wa kati. Usiku huo alipokuwa akitoka nje ya nyumba ile ya kale, aliweza kusikia sauti za nyimbo za zamani zikivuma kwa nguvu kwenye upepo. Alijua kuwa safari yake haikuwa imeisha, bali ilikuwa imeanza upya, safari ya kuponya roho zilizopotea na kuondoa laana iliyokuwa imejaa kwenye nyumba hiyo. Katika mwanga hafifu wa alfajiri, Riziki alitembea polepole kuelekea nyumbani kwake, akiwa amebeba siri za zamani na matumaini ya kesho. Alijua kuwa kazi yake ilikuwa ni ngumu, lakini alikuwa tayari kuikamilisha. Kila hatua aliyoichukua ilikuwa ni kama wimbo mpya, wimbo wa matumaini na mwanga, wimbo ambao ungewaongoza wakazi wa mtaa wa kati kuelekea kwenye amani na upendo wa kweli. Usiku libeba hewa nzito ya siri, huku giza likiwa limejificha kwa nyuma ya kila kona ya mtaa wa kati. Riziki alishika shajara kwa mkono wake, alihisi uzito wa miaka mingi iliyopita. Alitembea kuelekea mji wa kale uliozungukwa na miti ya miiba, mahali ambapo hapakuwa na sauti ila ukimya wenye huzuni ulitanda.
Alipokuwa akivuka kivuli cha msitu mdogo, ghafla alisikia sauti ya kucheka za watoto. Ilikuwa ni sauti ya kale iliyovuma kwa mbali, lakini zikamfikia moja kwa moja kwenye moyo wake. Riziki alisimama akijaribu kuelewa kama kilichokuwa kimetokea kilikuwa ni cha kweli au ndoto. Lakini kabla hajachukua hatua nyingine, sauti ya kike nyololo lakini yenye uchungu ilitokea kwa nyuma yake. Umeshakaribia lakini bado hujafika. Sauti hiyo ilisema, ikimfanya Riziki ageuke ghafla. Alikumbana na uso wa msichana mdogo wenye nywele ndefu nyeusi zilizokuwa zimefungwa kwa kamba ya rangi ya damu ya mzee. Macho ya msichana huyo yalionekanika kama yamejaa hekima ya miaka mingi, lakini pia yalikuwa na huzuni ya kina. Riziki hakujua nini cha kufanya, lakini msichana huyo alimpa ishara ya kumfuata. Alitembea nyuma ya msichana huyo hadi kwenye mti mkubwa uliokuwa katikati ya kijiji hicho cha kale. Mti huo ulikuwa na majani ya kijani kibichi na mizizi iliyokuwa imepenya chini kwa undani sana. Msichana huyo akasimama mbele ya mti huo akionekanika kama alikuwa anamzungumzia, ingawa sauti zake hazikusikika. Wakati Riziki aligundua kwamba kijiji hicho kilikuwa kina wakazi wake, lakini hawa wakazi walionekanika tofauti. Walikuwa ni roho wakiishi ndani ya dunia yao. Na Riziki alihisi kama vile alikuwa ameingia kwenye ulimwengu mwingine, ulimwengu wa mizimu na kumbukumbu za zamani. Kila mmoja wao alikuwa na sura ya huzuni, lakini pia walikuwa wakionyesha hisia za matumaini yasiyokoma. Msichana huyo alimweleza Riziki kwamba mti huo mkubwa ulikuwa ni kitovu cha maisha yao. Hapa ndipo roho zetu zinapumzika, alisema kwa sauti ya taratibu. Lakini ili tuweze kupata amani ya milele, lazima tupate mwanga wa upendo wa kweli. Katika hadithi mpya, Riziki alijifunza kuhusu maisha ya kijiji hicho cha kale. Kijiji ambacho kiliwahi kuwa na wakazi wa ajabu, watu ambao walikuwa wamefungiwa na laana za zamani. Miongoni mwao kulikuwa kuna familia moja iliyoongoza kijiji hicho, familia ya Machumu. Machumu walikuwa na nguvu za ajabu za kinyume na kheri, lakini walishindwa kuzitumia vizuri na badala yake walizitumia kwa chuki na urafi. Katika familia hiyo kulikuwa kuna kijana aitwaye Baraka ambaye alikuwa tofauti na wenzake. Baraka alikuwa na moyo wa upendo na huruma, lakini alikuwa akipambana na nguvu za giza zilizokuwa zikizunguka familia yake. Baba yake Machumu mzee alikuwa amefanya makubaliano na nguvu za giza ili kupata utajiri na mamlaka, lakini Baraka hakutaka kufuata nyayo hizo. Siku moja Baraka aliamua kupinga mapenzi ya baba yake na akachukua jukumu la kuokoa kijiji chao kutoka kwenye laana hiyo. Alikwenda kwa mganga mmoja aliyekuwa akiishi mbali ndani ya msitu wenye giza nene. Mganga huyo alimwambia kwamba ili kuondoa laana hiyo lazima apate kitu kinachoitwa mwanga wa roho safi, kitu ambacho kilikuwa kimefichwa kwenye kijiji chao kwa miaka mingi sana. Baraka karudi kijijini akiwa na matumaini, lakini pia na wasiwasi. Alijua kwamba ili kupata mwanga huo lazima atoe sadaka kubwa, sadaka ya upendo wa kweli. Hali hii ilimletea mawazo mengi sana. Alijua kuwa nguvu za upendo zinaweza kuwa na gharama kubwa sana. Riziki alijikuta akiwa anajihusisha zaidi na hadithi hiyo. Alihisi kama vile ilikuwa ikimulika maisha yake mwenyewe. Katika ndoto za usiku alisikia nyimbo za zamani, nyimbo zilizokuwa na sauti za huzuni lakini pia zikiwa na tumaini la nuru. Alijua kwamba safari yake haikuwa rahisi, lakini alihisi kwamba lazima aendelee mbele, kufuata sauti za roho zilizokuwa zikimuongoza. Aliporudi kwenye kijiji cha zamani, aliona jinsi watu wa kijiji walivyokuwa na matumaini. Walikuwa wanatafuta mwanga ambao ungeweza kuwaokoa kutoka kwenye giza nene lililokuwa limewafunika kwa muda mrefu. Riziki alihisi uzito wa jukumu lake, lakini alijua kwamba alikuwa na nguvu za kuunganisha nyimbo za zamani na barua na hadithi za kale ili kuleta mwanga huo. Usiku wa mtawakati ulizidi kuwa na utulivu wa ajabu, ukificha siri nyingi chini ya mwanga hafifu wa mwezi. Nyumba ile iliyokuwa imezungukwa na miti na miiba na kufunikwa na kivuli kizito sasa ilikuwa kama imezungukwa na nguvu isiyoonekana, ikitoa mvuto usioelezeka kwa wakazi wa mtaa huo. Katika nyumba ile kulikuwa kuna mzee mmoja aitwaye Mzee Chale. Alikuwa na umri usiojulikana na mikono yake iliyokuwa na makunyanzi ilishika kinywaji cha kale cha kijadi ambacho kilikuwa kimejaa ndani ya chungu cha zamani. Mzee Chale alikuwa ndiye muhifadhi wa hadithi za mtaa wa kati, akijua kila siri, kila chuki na kila furaha iliyowahi kutokea. Wakati wa usiku huu wa ajabu alikusanya watu wachache ndani ya chumba chake cha giza, huku akihisi uzito wa maneno yale yaliyokuwa yamejaa hekima
na giza la zamani. Alianza kwa sauti ya chini lakini ya kina. Katika dunia ya ajabu ambapo mizimu hukaa pamoja nasi, kuna nyimbo za kale ambazo hubeba nguvu za ajabu, nyimbo ambazo zinaleta uzima na uhai kwa wale wanaojua jinsi ya kuzitumia. Alikuwa akizungumza kuhusu nyimbo za roho ambazo zilikuwa zikihifadhiwa kwa vizazi vingi katika familia za kale za mtaa wa kati. Nyimbo hizi zilikuwa tu si za kuburudisha, bali zilikuwa na uwezo wa kuleta uponyaji, upendo na hata uharibifu pia. Mzee Chale akaendelea kusimulia jinsi familia moja iliyojulikana kama familia ya Runyofu ilivyokuwa na nguvu za kutumia nyimbo hizi kwa njia ya ajabu. Familia ya Runyofu ilijulikana kwa uwezo wao wa kuimba nyimbo za kale zilizokuwa na maneno na lugha za ajabu ambazo hakuna mtu mwingine alikuwa anaelewa kuzitafsiri. Waliimba kwa sauti za chini huku wakiwa wanatumia ala za jadi kama vile ngoma za asili na zeze la kale. Maneno ya nyimbo zao yalikuwa na nguvu ya kuunganisha roho za watu na ulimwengu wa mizimu, wakijenga daraja la ajabu katika maisha na kifo. Katika moja kati ya nyimbo zao maarufu, Nyota ya Mwisho, wanaelezea hadithi ya kijana aliyeitwa Omari ambaye alikuwa akipambana na nguvu za giza zilizokuwa zikiunganisha familia yake. Nyimbo hiyo ilikuwa na mchanganyiko wa huzuni na matumaini, ikieleza jinsi Omari alivyopigana na roho za giza kwa kutumia upendo wa dhati ya moyo. Kwa kila sauti ya ngoma iliyopigwa na kwa kila neno lilokuwa limetamkwa, nyimbo hiyo ilileta nguvu ya ajabu ambayo iliwavutia roho zote zilizokuwa zinasikiliza. Wakati Mzee Chale akiendelea kusimulia hadithi hii, sauti za ngoma na zeze vilianza kusikika kwa mbali. Ni kama vile sauti hizo zilikuwa zikitoka ardhini, zikipenya kwa njia zisizoeleweka na kuingia kwenye masikio ya kila mmoja aliyekuwa akisikiliza. Ilikuwa ni sauti iliyobeba historia nzima ya mtaa wa kati. Ilivuta hisia za huzuni na matumaini kwa wakati mmoja. Huku sauti hizo zikiendelea, ghafla Mzee Chale alisimama, akageuka na kuanza kucheza kwa mtindo wa ajabu. Ilikuwa ni kucheza kwa taratibu, kama vile alikuwa akizunguka na kurudi nyuma, mikono yake ikielekea juu kama vile alikuwa akitazama nyota za angani. Aliimba kwa lugha ya ajabu ambayo hakuna mtu aliyekuwa anaelewa, lakini kila mmoja alikuwa anahisi nguvu iliyokuwa ndani ya maneno hayo. Ilikuwa ni lugha ya roho iliyokuwa ikizungumzwa na mizimu ya zamani ambayo ilikuwa imehifadhiwa kwa muda mrefu. Kwa ghafla, ndani ya nyumba hiyo, ukuta wa nyumba ulijifungua na kuonyesha njia ya siri iliyokuwa ikielekea chini ardhini. Mzee Chale bila kusema neno alielekezea mkono wake kwa njia hiyo, akiwaita wale ambao walikuwa wamesimama hapo. Wote walikuja na kwamba ilikuwa ni wakati wa kuingia ndani ya dunia ya ajabu, mahali ambapo nyimbo za kale zilihifadhiwa na roho za zamani zilizokuwa na nguvu za ajabu. Walishuka taratibu wakiwa na hofu, lakini pia wakihisi wito wa ndani ya mioyo yao. Njia hiyo ilikuwa na kuta zilizokuwa zimeandikwa kwa maandishi ya zamani, huku mandhari ya giza ilikiwazunguka. Walitembea kwa muda mrefu hadi walifika kwenye chumba kikubwa kilichokuwa na mwanga wa ajabu, kama vile mwanga huo ulikuwa ukitoka ardhini. Ndani ya chumba hicho kulikuwa kuna makabati ya zamani yenye vitabu vilivyokuwa vimeandikwa kwa lugha ambazo hazikujulikanika na wengi. Katika kona moja ya chumba hicho kulikuwa kuna kiti kikubwa cha dhahabu kilichokuwa kimezungukwa na roho zilizokuwa zikiimba kwa sauti ya chini. Nyimbo zao zilikuwa ni za huzuni, zikieleza maisha ya zamani na mateso ya kale. Walikuwa wakimuita Omari, kijana aliyekuwa amepotea zamani katika vita dhidi ya roho za giza. Mzee Chale alisoma katika chumba hicho akishika mkono wa mtoto mdogo ambaye alikuwa akimfuata, akimwelekeza mtoto huyo kwamba nyimbo hizi zilikuwa ni za kale, zilihifadhiwa na roho za zamani ili kulinda maisha yao. Alimfundisha jinsi ya kutumia nyimbo hizo kwa upendo wa kuleta amani na matumaini kwa watu wa mtaa wa kati. Alipomaliza, chumba kilijawa na mwanga mkali na roho zote zilionekanika kama zimepata amani ya ajabu. Nyimbo hizo zilikuwa zimebeba nguvu za ajabu, nguvu za kuponya majeraha ya zamani na kuleta mwanga wa matumaini wa kizazi kijacho. Ilikuwa ni hadithi ya ajabu, hadithi ambayo ilijenga hisia kubwa ndani ya mioyo ya wale wote waliokuwa wameshuhudia. Baada ya kuondoka kwenye chumba cha siri kilichokuwa na nyimbo za roho, Mzee Chale na kundi lake walirudi kwenye nyumba ya giza iliyozungukwa na miiba, lakini hawakurudi wakiwa wale wale. Kulikuwa kuna hisia nzito, kama vile walikuwa wamebeba mzigo wa ajabu kutoka ulimwengu wa roho. Walihisi kama walikuwa wamevuka mpaka wa kweli na kuingia kwenye ulimwengu ambao
au kufuata sheria za kawaida. Wakati aliporudi sebuleni mwa nyumba hiyo, kila mmoja alikuwa kimya, akiwaza kuhusu kile walichokiona na kusikia. Mzee Chale aliwatizama wote kwa macho yaliyokuwa na uhai wa ajabu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, safari hii imeanza sasa, lakini hatujamaliza. Mtaa wa kati unahitaji zaidi ya nyimbo za kale. Unahitaji kuelewa maana ya maisha ambayo hayaonekani kwa macho. Akaendelea, hapa katika mtaa huu kuna roho nyingi ambazo zimefungwa na hatima za ajabu. Wengi hawajui, lakini kila kona ya mtaa huu imejaa siri, na kila mtu ana hadithi yake. Ni hadithi hizo zinazotengeneza nguvu za mtaa wa kati, nguvu ambazo zinaleta uoga na matumaini kwa wakati mmoja. Alipomaliza kusema, kulikuwa na kicheko cha ghafla kutoka nje ya nyumba. Kicheko hicho kilikuwa ni cha ajabu, kama vile kiliimbwa kwa sauti za watoto na watu wazima kwa wakati mmoja. Wote waliangalia nje, lakini hawakuona chochote isipokuwa kivuli kilichotembea haraka sana kwenye barabara za mtaa huo. Mzee Chale alitabasamu kwa kusikitika. Hawa ndio wachawi wa mtaa wa kati. Wamekuwa wakihifadhi nguvu zao kwa miaka mingi sana, sasa wanajua kuwa tumeanza kuelewa siri zao. Alisimama na kuanza kutembea kuelekea mlango wa nyuma wa nyumba hiyo. Akawaita wale waliokuwa naye kumfuata. Walipofika nje, waliona nyumba za mtaa wa kati zikiwa zimekuwa kimya sana, lakini kulikuwa kuna mwanga wa ajabu unatoka kwenye nyumba moja iliyokuwa katikati ya mtaa. Mwanga huo ulikuwa ni wa blue na ulikuwa unacheza kwa namna ya ajabu, ukizunguka kama miale ya moto. Walienda kwa tahadhari, wakiangalia kila kona, wakihisi kama vile walikuwa wakivuka mpaka wa ajabu kati ya uhalisia na ulimwengu wa ndoto. Walipokaribia nyumba hiyo yenye mwanga wa blue, waliweza kusikia sauti za watu wakiongea kwa lugha za ajabu, lugha ambazo zilionekanika kuwa za kale, kama zile zilizokuwa zimezama kwenye historia ya mtaa huo. Mzee Chale alisimama mbele ya mlango wa nyumba hiyo na kusema, hapa ndio siri kubwa ya mtaa huu wakati ilipoanzia. Nyumba hii ni kama mlango wa roho zote ambazo zimefungwa na hatima zao. Wengine wanasema hapa ndio kuzimu hukutana, wakijadiliana kuhusu maisha na kifo. Waliingia ndani ya nyumba hiyo kwa hofu na tahadhari, lakini pia kwa shauku ya kuelewa zaidi ndani ya nyumba hiyo. Kila ukuta ulikuwa umejaa picha za zamani, zikionyesha maisha ya watu wa kale. Kulikuwa na picha za sherehe za kijadi, matukio ya vita, na hata matukio asili ambayo yalionekanika kama vile alikuwa amefichwa kwa makusudi. Katikati ya chumba kikubwa kulikuwa kuna kiti kikubwa cha dhahabu, na juu yake alikuwa amekaa mwanamke mzee mwenye sura ya uchovu, lakini macho yake yenye uhai wa ajabu kweli kweli. Mwanamke aliangalia moja kwa moja kwa Mzee Chale na kusema kwa sauti ya chini lakini yenye nguvu, umefika hapa kwa sababu roho za mtaa wa kati zimekuongoza. Sasa ni wakati wa kufunua hadithi za zamani, hadithi ambazo zina nguvu ya kubadilisha maisha ya kizazi hiki. Alianza kusimulia hadithi ya kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Kelele. Kijana huyo alizaliwa katika familia ya wachawi, lakini alikataa kufuata njia za familia yake. Alikimbia mtaa wa kati na kwenda kuishi maisha ya kawaida katika kijiji cha mbali, lakini hatima ikamrudisha mtaa wa kati, ambapo alilazimika kukabiliana na mizimu ya kale ya familia yake. Mwanamke huyo aliimba wimbo wa kale uliokuwa na maneno mazito na ya ajabu. Wimbo huo ulivuta hisia za huzuni na majuto, huku akisimulia safari ya kijana huyo ambaye alitafuta uhuru wake, lakini aligundua kwamba hakuwa na uwezo wa kukimbia hatima yake. Wakati wimbo huo ukiendelea, aliona picha za kijana huyo kwenye kuta zikibadilika na kuonyesha matukio ya maisha yake. Mzee Chale akasimama kimya akisikiliza wimbo huo kwa umakini, na macho yake yalikuwa yamejaa machozi ya huzuni. Alijua kuwa wimbo huo ulikuwa umebeba nguvu za ajabu, nguvu ambazo zilikuwa zinaweza kufungua milango ya giza na mwanga kwa wakati mmoja. Nyimbo za kale zilikuwa zinafungua njia kuelekea mwisho wa safari yao, safari ambayo ilikuwa bado haijamalizika. Baada ya kelele kumalizika, kimya kilitanda kwenye chumba. Sauti za kioo cha dhahabu kilichokuwa kikitetemeka kwa kasi ya ajabu ilipenya mioyo yao, ikiwasukuma kuzama ndani ya tafakuri nzito. Kila mmoja wao aliweza kuhisi uzito hatima iliyokuwa ikiongojea mbele. Mzee Chale aliwaangalia watu waliokuwa wakimsikiliza kwa umakini na kusema kwa sauti ya dhati, safari yetu haijafika mwisho. Tumegusa vipande vya roho za mtaa huu, lakini bado tujafikia moyo wake. Hatima ya mtaa wa kati inahitaji kufunuliwa, na ni lazima tuingie ndani zaidi kwenye giza ambalo limefichwa chini ya nuru ya kale.
Aliwaongoza kuelekea upande wa pili wa nyumba hiyo, ambako kulikuwa kuna ngazi zilizokuwa zinaonekana kupitwa na wakati, zikienda chini ardhini. Ngazi hizo zilikuwa zimetandikwa kwa vumbi nene, na hatua zao zilipiga kelele za ajabu, kama vile walikuwa wakizisikia sauti za enzi za zamani zikihamishwa kutoka kwenye giza la chini. Walipofika chini, wajikuta wakiwa wako ndani ya pango kubwa lenye mwanga hafifu. Mwanga huo ulikuwa unatoka kwenye miale midogo ya moto iliyokuwa ikiwaka kwa mbali, na hewa ya ndani ya pango hilo ilikuwa ni nzito na yenye unyenyekevu wa ajabu. Pango hilo lilikuwa limepambwa na michoro ya ajabu kwenye kuta zake, michoro iliyokuwa ikiwakilisha maisha na vifo vya watu wa zamani. Katikati ya pango hilo kulikuwa na mwamba mkubwa ulioonekana kama meza, na juu yake kulikuwa kuna mkeka wa kiasili uliokuwa umejaa vumbi na majani. Juu ya mkeka huo kulikuwa kuna shoka kubwa la kale ambalo lilikuwa limewekwa kwa heshima kubwa kama ishara ya zamani ya nguvu za utawala. Mzee Chale alisimama mbele ya mwamba huo na kusema, hapa ndipo ambapo hatima za mtaa wa kati zilichorwa, na hapa ndipo roho za zamani zilipokutana kuamua maisha ya watu wa baadaye. Shoka hili lilikuwa ni silaha ya nguvu, ilitumiwa kuwalinda watu wa mtaa huu dhidi ya maovu, lakini pia lilikuwa ni chombo cha hukumu kwa wale ambao walikuwa wanaenda kinyume na sheria za mizimu. Alipoanza kuimba wimbo wa kale kwa sauti ya chini, waliona mwanga wa ajabu kunazunguka shoka ile. Mwanga ambao ulikuwa umeanza kuangaza zaidi na zaidi hadi chumba kizima kilipojaa mwanga wa blue. Ndani ya mwanga huo waliona sura za watu wa zamani, wazee waliokuwa wamebeba hekima za ajabu, vijana waliokuwa wamekufa vitani, na watoto ambao hawakujua hatima yao. Mwanamke aliyekuwa ameketi kwenye kiti cha dhahabu sasa alisimama na kutembea taratibu kuelekea kwa mzee Chale. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka, kama vile alikuwa anabeba uzito mkubwa wa siri zilizokuwa zimefichwa kwa muda mrefu. Alimkabidhi mzee Chale barua ya zamani, barua iliyokuwa imeandikwa kwa herufi za ajabu ambazo ziliangaza kwenye mwanga huo wa blue. Barua hiyo ilikuwa ni ujumbe wa kale, ujumbe ambao uliandikwa na mzee mmoja aliyekuwa na nguvu za ajabu. Ujumbe huo ulikuwa unaeleza jinsi roho za mtaa wa kati zilivyokuwa zimefungwa na laana ya kale, laana ambayo iliwafanya watu wa mtaa huo kuishi maisha ya hofu na giza. Lakini pia barua hiyo ilieleza njia ya kuvunja laana hiyo, njia ambayo ilikuwa imefichwa ndani ya nyimbo za kale na shoka la nguvu. Mzee Chale alisoma barua hiyo kwa sauti, huku machozi yakimdondoka, kwa sababu nguvu za maneno aliyokuwa akiyatamka. Waliosikiliza walihisi kama vile walikuwa wameingia ndani ya roho za zamani. Walihisi maumivu ya wale walioteswa na matumaini ya wale waliotaka kuondokana kwenye minyororo ya kale. Baada ya kumaliza kusoma, mzee Chale alisimama kimya kwa muda, kisha kaanza kuimba wimbo wa kale, wimbo uliokuwa na maneno ya ajabu na sauti za huzuni. Wimbo huo ulikuwa na nguvu za kuvuta roho zilizofungwa, kuvunja minyororo ya laana na kuleta mwanga wa matumaini kwa wale waliokuwa wamekwama katika giza. Walipokuwa wakiimba wimbo huo, mwanga wa blue ulianza kupungua na giza lilianza kuchukua nafasi yake, lakini ilikuwa ni giza la imani, giza ambalo lilikuwa limejaa hisia za kuachiliwa na roho zilizokuwa zimefungwa kwa muda mrefu. Walihisi kama vile walikuwa wamefanya jambo kubwa, jambo ambalo lilikuwa limebadilisha maisha ya mtaa wa kati na historia yake nzima. Pango hilo likaendelea kujazwa na sauti za nyimbo za kale, huku roho zilizokuwa zimefungwa zikianza kuachiliwa moja baada nyingine. Waliona sura za watoto wakicheza kwa furaha, wazee wakitabasamu kwa amani, na vijana wakikumbatiana kwa matumaini mapya. Ilikuwa ni hisia ya ajabu, hisia ambayo iliwafanya kuamini kwamba walikuwa wamefika mwisho wa safari yao ya giza na mwanga. Lakini kabla ya kutoka kwenye pango lile, mzee Chale aliwaambia, hii ni sehemu ya mwisho wa safari yetu, lakini ni mwanzo wa maisha mapya kwa mtaa wa kati. Tumekutana na roho za zamani, tumeshuhudia maajabu ya kale, na sasa ni wakati wa kuacha urithi huu kwa kizazi kijacho. Nyimbo hizi, hadithi hizi zitakuwa ni sehemu ya maisha yetu ya milele, na zitabaki kuwa ni mwanga wa matumaini kwa wale watakaozaliwa hapa. Waliondoka kwenye pango hilo wakiwa na mioyo mizito, lakini pia wakiwa na amani. Walijua kwamba walikuwa wamebadilisha hatima ya mtaa wa kati, na kwamba maisha yao yangelikuwa ni kama yalivyokuwa awali. Wakati waliporudi kwenye nyumba ya giza iliyozungukwa na miiba, walihisi kama walikuwa wameacha giza nyuma yao na kuingia kwenye mwanga mpya. Giza la usiku lilifunika mtaa wa kati kwa utulivu wa ajabu, lakini ndani ya nyumba ya giza, nuru ya mshumaa mmoja iliendelea kutoa mwanga hafifu. Waliokuwemo ndani walikusanyika kuzunguka meza ya zamani, ambapo walikuwa wakikumbuka safari yao ya ajabu
iliwaongoza kwenye pango la siri. Mawazo yao yalikuwa yamejaa kumbukumbu na hisia za yale waliokuwa wameona na kuyasikia. Katika mazingira ya utulivu, sauti ya mlango wa chumba cha siri ilisikika kwa ghafla, ikionekana kama sauti ya ulimwengu mwingine. Waligeuka kwa tahadhari, macho yao yakimwangalia mwanamke wa ajabu aliyekuwa amevalia vazi jeupe la zamani lenye michoro ya maua ya kale. Alikuwa ni Amina, msichana ambaye alikuwa kimya tangu mwanzo wa safari yao, lakini sasa alikuwa amesimama kama roho iliyotoka katika hadithi za kale. Amina alitembea kwa hatua ndogo kuelekea kwenye meza, na macho yake yenye rangi ya blue yakiangaza kwa mwanga wa ajabu. Alisimama mbele ya mzee Chare na kuanza kuimba wimbo wa zamani, wimbo ambao ulikuwa na maneno yaliyokuwa yanaonekana kuja moja kwa moja kutoka kwenye mioyo ya roho za zamani. Sauti yake ilikuwa ni ya upole, lakini ilibeba uzito wa hisia na heshima kwa yale yaliyotangulia. Maneno ya wimbo huo yalikuwa na fumbo ambalo halikuwa rahisi kueleweka. Walisikia kuhusu mtaa uliokuwa umejaa maajabu na siri nyingi, mtaa ambao ulipotea kwenye ramani za dunia, lakini ulikuwa bado unaishi kwenye mioyo ya wale waliokuwa wakiujua. Katika wimbo huo waliona picha za kale zilizokuwa zimejitokeza, picha za nyumba za zamani zilizokuwa zimezungukwa na maua ya ajabu, barabara zilizokuwa zimejaa kivuli cha miti mikubwa, na viumbe wa ajabu waliokuwa wakiishi kwa amani na wanadamu. Wimbo ulipomalizika, Amina alifungua kiganja chake na kutoa kijikaratasi kidogo kilichokuwa na maandishi ya zamani. Alimkabidhi mzee Chale ambaye alisoma kwa sauti ya chini. Mitaa iliyopotea haikuacha alama kwenye ardhi, bali iliweka alama kwenye mioyo ya wale waliokuwa wakitafuta maana ya kweli ya maisha. Kila alama ni hadithi, na kila hadithi ni roho ambayo inapaswa kusikilizwa na kuheshimiwa. Kila mtu aliyekuwa ndani ya chumba hicho alihisi kama alikuwa amebeba uzito wa hadithi za zamani, uzito wa roho zilizokuwa zikihangaika kutafuta amani na kuelewa hatima zao. Walihisi kama walikuwa wamefika kwenye eneo jipya la safari yao, eneo ambalo lilikuwa limejaa fumbo na hisia za kale ambazo zilikuwa zimetaka kufunuliwa. Hapo ndipo safari ya pili ya mtaa wa kati ilipoanza, safari ya kutafuta mitaa iliyopotea, mitaa iliyokuwa imejaa maajabu na siri za zamani zilizokuwa zimezama kwenye giza la muda. Walijua kwamba walikuwa wamefika kwenye njia ya giza tena, lakini pia walijua kwamba walikuwa na mwanga wa matumaini na roho za zamani ambazo ziliwapa nguvu za kusonga mbele. Amina aliongoza nje ya nyumba ya giza, na walipokuwa wameingia kwenye barabara ya mtaa wa kati, waliona kwamba mtaa huo ulikuwa umebadilika tena. Nyumba zilikuwa zimetelekezwa, zilikuwa zimezagaa kwa nuru ya ajabu, na barabara zilizokuwa na nyasi za mwituni zilionekanika kuwa na maisha mapya kabisa. Waliona picha za watu waliokuwa wakitoka kwenye nyumba zao, wakifurahia maisha na wakikumbatiana kwa upendo na amani. Walipokuwa wakitembea kwenye barabara hizo, waliona picha za kale zilizokuwa zimejitokeza, picha za watu waliokuwa wakiishi kwenye mitaa ya zamani, wakifanya kazi zao kwa bidii na kujenga maisha yao kwa matumaini. Waliona nyimbo za kale zikiwa zinajirudia, nyimbo zilizokuwa zikisimulia hadithi za maisha na kifo, za upendo na historia ya Eleki jamani. Aisauli asikiza mpaka hapa, hebu niandikia kwenye comment hapo chini nikufahamu msikilizaji. Maana kiukweli toka nimeanza kusimulia historia leo, unajua tu kusimuliwa nashindwa kuacha, lakini kiukweli ni kwamba ni sielewi simulizi na husu nini mpaka sasa hivi. Haya, tunaelekea mwisho, ngoja tuimalize tu. Wewe kama umesikiliza mpaka hapa, dondosha comment yako hapo chini. Huyu ni bwana Levison Elia Mtiru, ndiye aliyetunga simulizi ya Kivuli cha Hukumu. Kuna litisha sana. Alitunga story ya maana sana. Huko sisi alikuwa anafikiria ni huyo jamaa huyo. Haya, wewe kama Irani umeelewa kitu gani mpaka sasa hivi? Zaidi tu ya kwamba ni giza, mwanga, nuru. Sasa tuimalizie, lakini tufike mpaka mwisho. Director ni kutoka Simulizi Mix na kusimulia msikilizaji. Ila jamaa kanichekesha sana. Yaani unajikuta unalogea kusimulia lakini uelewi. Haya, tuendelee tumalizie simulizi yetu. Amina aliwapeleka kwenye sehemu ya mwisho ya safari yao, ambapo kulikuwa kuna mti mkubwa wa zamani, mti ambao ulikuwa na majani yenye rangi ya dhahabu na shina lenye nguvu za ajabu. Alisimama mbele ya mti huo na kuanza kuimba wimbo mwingine wa kale, wimbo ambao ulikuwa na sauti ya furaha na huzuni kwa pamoja. Walihisi kama walikuwa wameingia kwenye ulimwengu mwingine, ulimwengu ambao ulikuwa umejaa fumbo na maajabu ya zamani. Walihisi nguvu za mti huo zikijaa ndani ya mioyo yao, zikiondoa giza la kale
na kuleta mwanga mpya wa matumaini na amani. Amina alifunga macho yake kwa heshima kubwa na kisha akasema, mti huu ni alama ya maisha ya mitaa iliyopotea. Mitaa ambayo haikuachana na Rosa waliokuwa wakitafuta ukweli wa maisha. Hapo ndipo historia ya Mtaa wa Kati inapoanza na kuishia, na hapo ndipo safari yetu inapokamilika kwa njia ya ajabu na ya kipekee. Walipokuwa wakiketi chini ya kivuli cha mti huo, walihisi kama walikuwa wamefika kwenye mwisho wa safari yao, lakini pia walihisi kama walikuwa wameanza safari mpya, safari ya kuelewa maisha yao kwa undani zaidi, na safari ya kuacha alama kwenye mioyo ya wale waliokuwa wakitafuta maana ya kweli ya maisha. Nyimbo za kale zikaendelea kuimba ndani ya mioyo yao, hadithi za zamani zikaendelea kuwaongoza, na matumaini mapya yalijaa ndani ya roho zao. Mtaa wa Kati ulikuwa umebadilika milele, na maisha yao hayangekuwa tena kama yalivyokuwa awali. Na hivyo safari ya mitaa iliyopotea ikafika kikomo. Lakini pia ilianza kwa njia mpya, njia ambayo ilikuwa imejaa fumbo, maajabu na hisia za zamani ambazo zitaishi milele kwenye mioyo ya wale waliokuwa wakitafuta ukweli wa maisha. Giza lilikuwa likianza kupungua polepole, na huku mwangaza wa alfajiri ukianza kupenya katika mashina ya miti ya zamani. Walikuwa wakiingia kwenye nyumba ya giza, waliona picha za kale zikicheza kwenye kuta, kama vile hadithi za zamani zilikuwa zikijaribu kuwafungulia siri mpya. Mzee Chale na Amina walikuwa wakiwaongoza watu wa Mtaa wa Kati kwa utulivu na dhamira, wakijua kwamba walikuwa karibu kufichua sehemu ya mwisho wa safari yao. Mzee Chale alikiongoza kundi hilo kupitia mlango wa nyumba ya giza. Ukumbi ulikuwa umejaa ukungu wa zamani na vumbi la kihistoria. Walikuta meza kubwa iliyokuwa imejaa vitabu vya zamani, picha za kale na maandiko yaliyokuwa yameandikwa kwa herufi za ajabu. Amina akiwa na sura yenye uzuri na matumaini alichukua nafasi yake katikati ya ukumbi huo na kuanza kupiga mdundo wa nyimbo za kale. Alikuwa na wimbo wa kale uliojificha kwenye kifua chake, wimbo ambao ulifufua hisia za kumbukumbu. Ya Chale ichekesi leo. Mzee Chale alijua kwamba ili kufichua siri za Mtaa wa Kati walihitaji nguvu za nyimbo za kale. Alitafuta kwa umakini maandiko ya picha za kale zilizokuwa zimejificha kwenye vitabu. Wakati huo Amina alikuwa kiwasha mwanga wa zamani kwa sauti ya wimbo wa kale. Mtaa wa Kati umekuwa na giza. Kwa miaka mingi umekuwa na maombolezo, lakini sasa nyota zinaangaza na nyimbo za kale zinarejea. Sisi tuliokuja kwa moyo wa dhati kufungua mlango wa zamani kwenye vichaka vya historia, kukuletea mwanga mpya Mtaa wa Kati. Tujue zaidi kuhusu hadithi zako na furaha iliyojaa kwenye giza. Tutaandika historia mpya kwa nyimbo ya mwanga wa kale tutaishi. Nyimbo hizo zilikuwa na nguvu ya kipekee, zikichangia kutatua mafumbo yaliyokuwa yamejificha kwenye picha na maandiko. Walipokuwa wakiongeza mwanga wa nyimbo kwenye nyumba ya giza, waliona picha za zamani za Mtaa wa Kati zikijirudia, zikionyesha furaha na huzuni, matumaini na majaribu. Walijua kwamba mwangaza wa nyimbo hizi ulikuwa na uwezo wa kufungua milango ya siri na kubadilisha maisha yao. Katika ukumbi huo, mwangaza wa ajabu ulianza kuonekana, ukichora picha za zamani kwenye kuta za nyumba. Picha zilikuwa na mandhari ya zamani ya mtaa, zikionyesha maisha ya watu wa zamani. Waliona picha za sherehe za zamani, sherehe ambazo zilikuwa zimejaa furaha na umoja. Picha ambazo zilionyesha jinsi Mtaa wa Kati ulivyokuwa na maisha ya kufurahisha kabla ya kuingia kwenye kipindi cha giza. Mzee Chale aligundua maandiko ya kale yaliyokuwa yamejaa hekima ya zamani. Maandishi haya yalikuwa yakielezea hadithi ya Mtaa wa Kati na jinsi roho za zamani zilivyokuwa zikishirikiana na watu wa sasa. Kwa kutumia mwanga wa nyimbo na maandiko haya, walihisi kuwa walikuwa karibu kufichua ukweli kamili kuhusu Mtaa wa Kati. Katika sehemu nyingine ya nyumba, waliona sehemu ya ardhi ambayo ilikuwa na mti mkubwa wa zamani. Mti ule ulikuwa na majani yenye rangi ya dhahabu na shina lilokuwa limejaa michoro ya kale. Mzee Chale aliongoza kundi hilo hadi kwenye mti huo, ambapo waliona picha za maisha ya watu wa zamani waliokuwa wakicheka, kuimba na kufurahia maisha yao. Amina alisimama mbele ya mti na kuanza kuimba wimbo mwingine wa kale, wimbo ambao ulikuwa na nguvu ya kufungua siri za Mtaa wa Kati. Katika kivuli cha mti huu mkubwa, roho za zamani zinatembea, zikiwa na nyimbo za furaha,
za hadithi za maisha yaliyokuwepo. Tutaandika historia mpya kwa mwanga wa nyota za kale katika mtaa wa kati ambapo hadithi za zamani zitatokea. Mwanga wa ajabu ulizunguka mti huo na waliona picha za watu wa zamani wakifurahia maisha yao, wakiwa na furaha na amani. Waliona jinsi nyimbo za kale zilivyokuwa zikishirikiana na maisha yao, zikionyesha jinsi walivyokuwa wanaleta mwangaza kwa mtaa wa kati. Walipokuwa wakiondoka kwenye nyumba ya giza, waliona nyumba za zamani zikijaa na maisha mapya. Barabara zilizokuwa na nyasi za mwituni zikijaa na watu waliokuwa wakicheka na kuimba. Walihisi kuwa walikuwa wamefika kwenye mwisho wa safari yao, lakini walijua kuwa walikuwa wameanza mwanzo mpya, mwanzo ambao ulikuwa umejaa matumaini, furaha na nguvu za roho za zamani. Mwanga wa jua ulianza kuchomoza, ukitawanya giza la usiku na kuangaza juu ya mtaa wa kati. Unaonekanika kuwa umetulia baada ya kipindi kirefu cha hofu. Asubuhi ilikuwa na ukarimu wa kipekee. Jua likianza kupiga mionzi yake kwa nguvu, likichora picha za dhahabu kwenye majengo ya zamani. Mtaa wa kati unaonekanika umeamka kutoka kwenye ndoto ya giza, ukiwa umejaa mwangaza na matumaini mapya. Hii ilikuwa ni hatua muhimu, mwanzo wa mabadiliko makubwa, na walijua kwamba walikuwa kwenye kipindi kipya cha maisha yao. Mzee Chale akiwa mwenye uso wa furaha na kujivunia alikusanya watu wa mtaa wa kati chini ya kivuli cha mti mkubwa wa zamani uliojaa majani yenye rangi ya kijani kibichi. Mti huu ulikuwa na historia kubwa na ulikuwa sehemu muhimu za hadithi za zamani za mtaa huo. Aliitwa Amina, ambaye alikuwa na hali ya furaha na msisimko. Walikuwa na hamu ya kuzungumza kuhusu kile walichokuwa wamekigundua na jinsi walivyowasaidia watu wa mtaa wa kati. Mzee Chale alifungua mkutano kwa kusema, watu wa mtaa wa kati, tumekuja mbali sana. Safari yetu imefikia mwisho, lakini tunajua kuwa mtaa wetu una historia yenye nguvu zaidi kuliko tunavyoweza kuelewa. Tumepitia magumu mengi sana, lakini tumefanikiwa kufichua siri na kuleta mwangaza mpya kwa mtaa. Tumekuja hapa kuashiria mwisho wa safari yetu, lakini pia mwanzo mpya, mwanzo ambao umejaa matumaini na nguvu za roho za zamani. Amina alikamilisha hotuba ya Mzee Chale kwa kutoa maandiko ya mwisho, maandiko yaliyokuwa yakielezea hadithi za mtaa wa kati. Aliandika kwa umakini na upendo, akielezea jinsi walivyokuwa wameleta mwangaza na matumaini kwa mtaa huo na jinsi walivyokuwa wamejifunza kutoka kwa hadithi za zamani. Aliongea maandiko haya kwenye vitabu vya zamani kama alama ya mwisho ya safari yao. Walipokuwa wakipita kwenye barabara za mtaa wa kati, waliona maandiko makubwa. Nyumba za zamani zilikuwa zimejaa maisha mapya. Barabara zilizokuwa na nyasi za mwituni zilikuwa na watu waliokuwa wakicheka na kuimba. Waliona watoto wakicheza na watu wakisherehekea kwa furaha, na walijua kuwa mtaa wa kati ulikuwa umeingia kwenye enzi mpya. Katika wakati huu wa furaha na shukrani, waliketi chini ya kivuli cha mti mkubwa, wakitazama mtaa uliokuwa umejawa na mwangaza mpya. Walijua kuwa walikuwa wamevuka mipaka ya zamani, walikuwa wamevunja vikwazo vya kihistoria, na walikuwa wameleta mwangaza mpya kwa mtaa wa kati. Walihisi kwamba walikuwa wameandika historia mpya kwa maisha yao mapya, na walijua kuwa walikuwa wameweka msingi wa mwangaza mpya kwa vizazi vijavyo. Walipokuwa kitabasamu na kushikana mikono, walihisi kwamba walikuwa wamefanya jambo kubwa, jambo ambalo litabaki kuwa sehemu ya historia na urithi wa kizazi kijacho. Walijua kuwa walikuwa wamevuka mipaka ya zamani, walikuwa wamevuka vikwazo vya kihistoria, na walikuwa wameleta mwangaza mpya kwa mtaa wa kati. Walihisi furaha na amani ndani yao, na wakijua kwamba walikuwa wamefanya jambo la maana kwa mtaa wao. Walipokuwa wakisherehekea, waliona picha za maisha ya zamani zikijirudia, picha ambazo zilionyesha furaha na huzuni na matumaini na majaribu. Walihisi kwamba walikuwa wamefanya hatua kubwa katika kuleta mabadiliko kwa mtaa huo, na walijua kwamba walikuwa wameweka msingi wa mwangaza mpya kwa vizazi vijavyo. Katika sehemu nyingine ya mtaa, waliona sherehe kubwa ikifanyika, sherehe ambazo zilikuwa na nyimbo za kale na dansi za zamani. Watu walikuwa wakicheka na kuimba, wakisherehekea mwangaza mpya wa mtaa huo. Waliona jinsi walivyokuwa wameleta furaha na matumaini kwa mtaa huo, na walijua kwamba walikuwa wameandika historia mpya kwa maisha yao. Amina alikusanya watu wote na kuanza kuimba wimbo wa kale, wimbo ambao ulikuwa na nguvu za kufungua siri za mtaa wa kati. Katika kivuli cha mti huu mkubwa, roho za zamani zinatembea, zikiwa na nyimbo za furaha na hadithi za maisha yaliyokuwepo. Tunaandika historia mpya kwa mwanga wa nyota za kale katika mtaa wa kati, ambapo hadithi za zamani zitatokea.
Wimbo huo ulipomalizika, waliona mwangaza wa ajabu ukianza kutokea kwenye picha zile za kale zilizokuwa ukutani. Mwangaza huo uleta picha za maisha ya zamani ya mtaa wa kati na picha ambazo zilikuwa na furaha na huzuni. Walihisi nguvu za wimbo huo zikichangia kubadilisha maisha yao na jinsi walivyoleta mwangaza kwa mtaa huo. Walipokuwa wakiondoka kwenye mtaa wa kati, waliona nyumba za zamani zikijaa na maisha mapya, barabara zilizokuwa na nyasi za mwituni zikijaa na watu waliokuwa wakicheka na kuimba. Walihisi kwamba walikuwa wamefika mwisho wa safari yao, lakini walijua kwamba walikuwa wameanza mwanzo mpya, mwanzo ambao ulikuwa umejaa matumaini, furaha na nguvu za roho za zamani. Walipokuwa kitabasamu na kushikana mikono, walihisi kwamba walikuwa wamefanya jambo kubwa ambalo litabaki kuwa ni sehemu ya historia na urithi kwa kizazi kijacho. Walijua kwamba walikuwa wamevuka mipaka ya zamani, walikuwa wamevunja vikwazo vya kihistoria na walikuwa wameleta mwangaza mpya kwa mtaa wa kati. Walihisi furaha na amani ndani yao, wakijua kwamba walikuwa wamefanya jambo la maana kwa mtaa wao. Mwanga wa asubuhi ukaongezea maisha ya mtaa wa kati kwa namna ambayo haijawahi kushuhudiwa hapo awali. Watu walihisi kuwa walikuwa wamevuka mpaka wa kale na kuingia kwenye mwanzo mpya wa maisha yao. Walijua kwamba walikuwa wameandika historia mpya ya maisha yao, na walijua kwamba walikuwa wameweka msingi wa mwangaza mpya kwa vizazi vijavyo. Na hivyo mtaa wa kati ulizidi kuwa sehemu ya historia na urithi, sehemu ya hadithi ya zamani na maisha mapya. Walijua kuwa asili yao ilikuwa imekamilika, lakini walikuwa na imani kwamba mwanga wa matumaini na roho za zamani zitaendelea kuangaza maisha yao milele. Mpaka hapo msikilizaji, ndio tumefika mwisho wa simulizi yetu Mtaa wa Kati, iliyoandikwa na mtaalamu Davison Elia Mtiru na kusimuliwa na director Oeni kutoka hapa Simulizi Mix. Ambaye mpaka nafika mwisho wa simulizi msikilizaji sijaelewa chochote zaidi, tunikuwa na enjoy kusimulia sauti za kale, roho za kale, mtaa wa kati na kadhalika. Nuru, giza, nyumba ya siri, nyumba ya giza, mti wa kale, nyimbo za kale, maisha ya kale, watu wa kale, maisha mapya, matumaini. Basi bwana. Lakini natumai umeenjoy msikilizaji. Kama umefika mpaka hapa umeenjoy, na dondosha comment yako hapo chini kama nimesikiza mpaka mwisho. Tajua kwamba umesikiza mpaka mwisho. Na utakuwa ni mdau kindai kwa sababu hata pamoja na kwamba uelewa lakini ulikuwa unaenjoy. Basi sawa, tuna story yake huyu jamaa nyingine inaitwa Swaiba, lakini kule naona kanyosha. Kama alivyonyesha simulizi ya Kivuli cha Hukumu, aliandika story moja yenye mafunzo mengi sana kule ndani. Lakini pia kwenye Swaiba jamaa kaandika mafunzo ya kutosha. So kama hii bana, hii jamaa katupiga, yani tumepigwa wasikilizaji. Ila tuishie hapo, sio mbaya. Tukutane katika simulizi nyingine msikilizaji. Bye bye.